Swala ni simple sana msikilizaji. Siri inapokuwa kwa mtu mmoja inakuwa ipo sehemu salama sana kwa 100%. Siri wanapoifahamu watu wawili inakuwa salama kwa 50%. Na siri inapofahamika kwa watu watatu, hesabu maumivu. Watu wawili hawawezi kuvumilia tu kuitunza. Lazima tu itatokea changamoto na mwisho wa siku mambo ndo kama hayo. Sasa Janilo baada ya kumwelezea upande wa shilingi Mheshimiwa Rais, na Mheshimiwa Rais akafahamu mambo mengi kumhusu Janilo. Aisee, ameona kwamba kumbe ni mtu fulani simple sana na amefahamu machafu yote ambayo mtangulizi wake alikuwa ameyafanya. Sasa basi Rais anaamua kuungana na Janilo kuwa kitu kimoja, lakini kwenye misheni zao, yani wanakuwa kitu kimoja lakini kazi zao watafanya kama watu ambao hawafahamiani kabisa. Sasa pale ambapo Janilo anamuelezea historia nzima ya jinsi mpaka sija alivyosalitiwa nini, kumbuka jaji mkuu alikuwepo. Japo alikuwa amesinzia, lakini Janilo akamnongoneza Rais akamwambia kwamba hakikisha jaji anauawa, kwa sababu tayari ameshajua mimi na wewe ni nani. Yaani ameshajua siri zako na ameshajua siri zangu. Kwa hiyo hakikisha jaji anauawa kwa sababu amefahamu siri za kwetu. Baadaye jamaa akaondoka. Sasa kazi kabaki kwa Mheshimiwa Rais. Atamuua jaji mkuu? Na vipi kuungana kwao? Watafanikisha misheni zilizopo mbele yao? Aisee, mimi bado na hofu sana na hawa miamba wanaojiita The Genesis. Langu jina ni Lucas Lumbas. Tunasonga mbele msikilizaji, mtayarishaji ni Fabian Babuya. Sasa story yetu bwana kwa sehemu hii inaanzia pande za CDF pamoja na hawa jamaa The Genesis. CDF bwana alikuwa ofisini kwake. Alikuwa na hasira kali mno kwenye moyo wake, ikiwa ni sababu ya kumsubiri kwa hamu mtu ambaye alikuwa na miadi naye nyakati hizo. Alikuwa na miadi ya kuweza kukutana na mkurugenzi wa usalama wa taifa kwa ajili ya kuliweka sawa jambo hilo ambalo lilifanya kuwa na hasira kali kwa sababu ya bwana huyo. Ndani ya makao makuu ya Jeshi la Wananchi la Kujenga Taifa ndio sehemu ambayo alikuwepo kwa wakati huo, akiwa sasa namsubiri mheshimiwa mwenzake waweze kufanya hao mazungumzo ya kiutu uzima. Akiwa ameketi hapo, alisikia taarifa za kwamba kuna kanali mmoja alikuwa anahitaji kukutana naye. Jambo ambalo sasa lilimshtua kupata taarifa hizo, maana kwa muda huo hakuwa na miadi ya kukutana na mtu yeyote kutokana na umuhimu wa zile taarifa ambazo alikuwa nazo za kumsubiri mwenyeji wake. Ila baada ya kusisitizwa ya kuwa jambo ambalo lilimleta mtu huyo lilikuwa ni la muhimu mkubwa, akawa hana namna zaidi tu ya kukubaliana na jambo hilo. Hivyo akaruhusu mtu huyo aweze kuruhusiwa kuongea naye haraka. Basi sauti ilisikika ikisema ya kwamba Kanali General. Msikilizaji, General ni jina ambalo lilikuwa linasoma kwenye lile gwanda la yule mwanaume. Hakuwa na uhakika kama aliwahi kulisikia jina la kanali wa namna hiyo ndani ya jeshi, jambo ambalo lilimshtua kiasi. Sasa CDF akamwambia kwamba hebu naomba nitambulishe na sehemu ambayo unatokea. Huyo jamaa akajibu ya kwamba haina haja ya kufanya yote CDF. CDF akasema hilo sio ombi bwana kanali, ni amri. Bwana kanali akajibu ya kwamba nasikitika, siwezi kufanya hivyo. Sasa kubishana na amri ya mkuu wa majeshi lilikuwa ni kosa kubwa. Yaani kanali kubishana na CDF ni kosa kubwa sana jeshini. Kabla ya kuongea na zile hasira zake, alitulia kwanza kumwangalia mtu yule ambaye alikuwa mbele yake. Alitoa kofia kichwani na kubaki kichwa wazi. Aligundua hakuwa mtu wake hata kidogo. Wanajeshi wanafahamiana bwana. Sasa CDF akauliza kwamba wewe ni nani? Kanali akasema kwamba ni mtu ambaye nimeshikilia baada yako. Swali la kwanza ulitakiwa kujua, mtu kama mimi ambaye hata sio mwanajeshi nimeingiaje humu ndani mpaka nikafika hapa ulipo? CDF akasema kwamba inamaanisha una watu ndani ya hii kambi sio? Kanali akasema kwamba hilo limekuwa rahisi kwa wewe kuweza kulitambua haraka namna hiyo. Mpaka hapo ulishatambua mimi sio kanali wa jeshi na wala sifanyi kazi jeshini. CDF akasema kwamba okay, unajua sehemu ulioingia?
Kanali akajibu ya kwamba niamini mimi, kama nisingekuwa naijua na nisingekuwa na uhakika wa kutoka salama hili eneo, nisingeweza kuingia. Nadhani ulipaswa kuniuliza sababu za mimi kuwepo hapa. CDF akatulia kisha akasema ya kwamba The Genesis Cabal? Kanali akasema wow, umejuaje kama nitakuwa mtu wa huko? CDF akajibu, kwa taarifa ambazo ninazo nasikia ndio watu pekee ambao mnaweza kufika popote pale kama mkiwa na udhaifu wa mhusika ambaye mnaenda kushughulika naye. Kanali akajibu ya kwamba nadhani mpaka hapa sasa wote tunajua aina ya nguvu ambayo naiwakilisha nyuma yangu. CDF akauliza kwamba yani nguvu ambayo ni ipi sasa? Kanali akajibu watu wenye nguvu kubwa pamoja na CIA. CDF alimwangalia yule bwana kwa muda kidogo, akiwa sasa anazikunja ndita zake. CDF akasema kwamba na unatambua hauwezi kutoka ukiwa hai huko ndani, sio? Yule bwana akajibu ya kwamba bwana CDF, hilo mimi nalijua kabla hata sijawaza kuja huko. Ila nina uhakika hata wewe mwenyewe haupo tayari kufanya kosa la namna hiyo. CDF akasema kwa nini unahisi naweza kuogopa? Yule jamaa akajibu CDF, yani kwa upuzi wako kwanza, kwa ujinga wako uliwahi kusababisha wanajeshi 150 kuuawa. Lakini haukuishia hapo tu, bali ulikubali kuwapatia Rwanda siri nyingi tu za jeshi letu kwa sababu tu walikuwa na video za mkeo akiwa anabakwa kabla haujamuoa na wanaume ambao walikuwa wabeba vyuma, ndio ambao walifanya hilo jambo kwa mke wako. Najua alibakwa kabla ya wewe kumuoa na hukuwa unajua, kwani alikuficha yule mwanamke, ila haukuwahi kujiuliza kama alibakwa kwa bahati mbaya au ni watu waliuandaa mpango ule. Hali hiyo imekupelekea wewe kuwa mtumwa wa Rwanda kwa kutishia kusambaza huo mkanda kama ungegoma kushirikiana nao. Haya mambo yote unayafanyia gizani, ila nadhani haukuwahi kufikiria kama kuna watu wanaweza kufanikiwa kuwa na taarifa za siri na za ndani namna hii ambazo ulikuwa unazihitaji zilindwe kwa nguvu zozote ambazo zingekuja mbele yako. Sasa bado unahitaji kunitishia maisha yangu? Ama upo tayari kunisikiliza tuongee kama wanaume ambao tumestarabika? Baada ya jamaa kuongea hivyo, msikilizaji, hawa The Genesis anaweza akaja kwako na akakupa siri ambayo wewe ndio ulikuwa unaifahamu pekee, ila kitendo cha huyo mtu wa pili ambaye ni mtu labda kutoka The Genesis akwambie, alafu akupe kitu ambacho anahitaji, ama akwambie kitu ufanye ambacho anahitaji, huwezi kukataa, lazima utakubali kufanya hicho kitu kwa sababu ana siri yako ambayo hutaki itoke public. Kwa hiyo hata CDF alitulia akasema kwamba okay, na kusikiliza. Yule bwana alikuwa ni yule ambaye sasa alikutana na jaji mkuu, msikilizaji. Alikutana pia na rais, na wakati huo pia alikuwa na mkuu wa majeshi. Kwa hiyo ameenda kuonana na jaji, yani alishaonana na jaji, alishaonana na rais, na wakati huu yupo na CDF. Sasa yule jamaa akasema kwamba nipo hapa na wewe kuzungumza kuhusu hatima ya Tanzania. Wewe unatakiwa kuwa sehemu yetu na utakuwa unafanya kazi chini yangu kuanzia sasa. CDF akauliza kwamba yani mimi nifanye kazi chini yako? Yule jamaa akasema CDF, au na chaguo lingine? Hata hivyo mimi nakusaidia tu, maana kuna watu ndani yetu ambao walikuwa wanatamani wewe uweze kuuawa CDF. CDF akasema nini? Yani nani ana uwezo wa kuniua mimi? Jamaa akajibu sasa kama naweza kuingia hadi ofisini kwako sehemu kama hii ambayo wewe unaamini ndio sehemu yenye ulinzi mkali ndani ya nchi, unahisi mtu kama mimi ningekuwa na mpango wa kukuua wewe ningeshindwa kufanya hivyo nikiwa eneo kama hili? Basi CDF akauliza kwamba okay, CIA wanahusikaje kwenye jambo hili? Yule jamaa akajibu, mwanzilishi wa The Genesis Cabal ni moja ya member wa CIA. CDF alishtuka akasema nini? Yani kwamba ni taasisi ambayo ipo chini ya Marekani? Jamaa akajibu hapana, ipo chini ya Watanzania. CDF akauliza okay, kama ipo chini ya Watanzania na vipi kuhusu CIA? Jamaa akajibu ya kwamba huyo alianzisha taasisi hii baadaye akaja kupotea, na ambaye alianzisha naye ndiye kwa sasa yupo anaiendesha yeye. Alishapotea, julikani yuko wapi, na mtu pekee ambaye anaweza kumpata kwa mawasiliano ni boss tu. CDF akuelewa akasema kwamba okay, kwa nini alikimbia baada ya kuanzishwa tu kwa jambo kama hilo? Jamaa akajibu kwa sababu alikuwa anatafutwa. Ni miaka 25 sasa imepita tangu The Cabal ianzishwe na hatujawahi kumuona hata siku na moja, zaidi tu ya kusikia simulizi zake.
CDF akasema okay, kabla ya kuweza kukusikiliza unachokitaka kwangu, nahitaji kumjua bosi wako. Jamaa akajibu, hilo ni jambo ambalo haliwezi kutokea hata ndotoni kwako aisee. Yaani na kuhusu kutaka, yani kuhusu kwa nini haiwezekani, halikuhusu. Wewe tu unatakiwa uwe na ripoti kwangu, hivyo hakuna haja ya kumhitaji bosi wangu. CDF akasema okay, hivi unajua unaongea na nani kwanza? Jamaa akasema aisee, kwamba nimeshakusahau, wewe si mkuu wa majeshi wa Tanzania. CDF akasema okay, hiyo nafasi kwako yani inakujaje kichwani? Jamaa akasema kama bosi wako ana ripoti kwangu, wewe ni nani mpaka unajihisi ni mkubwa ndani ya nchi bwana CDF yani tu bosi wako ana ripoti kwangu, kwa hiyo unaweza kujikuta ni mkubwa. Mimi na mipaka yangu kwenye kazi, ila sidhani kama utahitaji tuanze kufikishana mpaka kwenye mambo ya familia CDF. Watu ambao mimi nafanya nao kazi, kama nikiwaambia nimetoka hii sehemu nikiwa nimenuna, aisee, hawatakuwa na huruma wala kuja kistaarabu kama mimi nilivyoomba kuja kuongea na wewe hapa kwa huruma tu na upendo. Utajifunza tu kwa namna ngumu aisee. CDF akasema ya kwamba okay, unataka nini kutoka kwangu? Yule jamaa akasema kwamba kwanza tunahitaji kujua mipango ya baadaye ya jeshi kwa ile taifa. Tunahitaji kujua kila kitu cha siri cha silaha, majaribio, kambi za siri za jeshi na taarifa za ndani. Baada ya jamaa kusema hivyo, CDF akasema kwamba hapana, hilo siwezi kulifanya. Jamaa akasema kwamba okay, mimi sikuwa na kuomba ufanye bwana CDF. Hii ni amri ambayo hauna budi kuitekeleza. Jambo la pili, sisi tuna watu ambao wapo ndani yetu. Namaanisha watu hatari wa kutengenezwa. Nadhani una taarifa za uwepo wa mtu anaitwa Janilo. CDF akasema ndio. Yule jamaa akasema okay, vizuri kama una taarifa hizo. Sasa nitahitaji uandae makomando wako ambao unawaamini kwenye kazi ngumu. Sisi tuna watu hatari zaidi ya hao makomando wako, ila tunahitaji wawepo kama kinga tu ya kisheria. Makomando wakihusika, maana yake jeshi litakuwa limehusika pia. Hii yote ni kuhitaji kumpata huyu mtu kabla hajaanza kutuharibia. CDF akasema kwamba yani huyu mtu ana umuhimu mkubwa sana kwenu ama? Jamaa akasema ndio. Na ndio kwa sababu nipo hapa, na pia naye anatutafuta sisi. Na kama akijua nao unahusika na sisi, maana yake hata wewe atakuhesabu kama adui yake wa maisha. Kwa hiyo bwana CDF unapaswa kuwa makini, maana tunadili na mtu hatari sana. CDF akasema kwamba yani umesema rais yupo upande wenu? Jamaa akajibu ya kwamba ndio, ila kama unavyojua yule ni mkubwa wa nchi, hivyo mambo yake mengi anapenda yawe ya siri kubwa, maana wote mnamwangalia yeye. Hivyo unatakiwa kufanya kama huelewi ambalo linatokea na kuendelea, maana inaweza kukuletea matatizo wewe, na kama itatokea wewe ukawa na shida na rais, siku zote sisi tutakuwa upande wa rais, maana wewe utahitajika kufa, hatutakuwa upande wako, sisi tutakuwa upande wa rais. Kwa hiyo tumefikia sehemu mbaya ya kuweza kucheza hii vita. Kwa hiyo ushauri wangu mkubwa kwako ni kuwa inabidi uwe makini tu na hatua zako zote ambazo unazifanya. Utakuwa unapokea taarifa juu ya nini unapaswa kukifanya, au kama kuna taarifa zinahitajika utakuwa unapewa maelezo namna kuzifikisha kwetu. Basi CDF akasema kwamba ni kweli kwamba hii nchi ilikuwa chini ya mikono yenu tangu rais aliyepita alipokuwa madarakani? Jamaa akajibu kwamba sisi ndio ambao kwa kushirikiana na Janilo tuliomweka madarakani, kwa maana hiyo bila sisi huenda usingekuepo kwenye hiyo nafasi. Maana kama angepita rais mwingine lazima angekuja na watu wake tofauti. Mbali na jambo lolote unapaswa kutushukuru sisi kwa sababu tumebadilisha maisha yako bwana CDF. CDF akasema kwamba okay, nitafikiria kwa kina ambayo umeongea kisha nitakupa majibu. Baada ya CDF kuongea, jamaa alicheka. Akasema CDF, kuna mambo ambayo unayachanganya hapa. Mimi sijaja kukuomba ufanye mambo, sawa? Nimekuja kukupatia amri ya vitu ambavyo unapaswa kuvitekeleza. Basi yule mwanaume alisimama na kuivaa kofia yake kwa mbwembwe, kisha akamuinamia CDF kwenye meza yake kubwa na akamwambia kwamba mimi ni mtu wa mwisho ambaye utahitaji kumchezea kwenye haya maisha bwana CDF. Kama ukifanya hivyo, onyo ambalo utapewa ni kupokea kichwa cha mtoto wako. Wewe ni mmoja wetu sasa, na kama nchi itaingia sehemu ambayo sio kwa sababu ya haya ambayo yanaenda kutokea, basi
tunaweza tukafanya maamuzi magumu na ukaipindua nchi hii. Basi yule bwana aliondoka kwa kuvimba mle ndani. Aliingia ndani ya military base kubwa ya nchi kama anaenda ndani chumbani kwake, na alikuwa anatoka kwa amri ya CDF mwenyewe kwamba asisumbuliwe. Mpaka kufika ndani ya ofisi yake, alitambua yule bwana alikuwa na mizizi mirefu ndani ya jeshi. Maana yake watu wake ndio ambao walimfanya ingie kirahisi mpaka kumfikia. Kama alikuwa anaweza kumfikia sehemu kama ile, maana yake haikuwa kazi ngumu kwake kuweza kumfikia nyumbani kwake ama kuwafikia watu ambao alikuwa anawapenda. Kwa hiyo bwana CDF ni kwamba aliuelewa mstari ambao alipaswa kucheza nao kwa wakati ule. Sasa mkurugenzi bwana alikuwa akiingia ndani ya ile military base akiwa ana haraka kukutana na mwenyeji wake ambaye alikuwa ni CDF. Akiwa sasa ameingia kwenye jengo ambalo ndilo lilikuwa na ofisi ambayo yeye alikuwa akihitaji kuifikia, alipishana mwanamume mmoja ambaye hakuonekana kuwa wa kawaida. Kwenye gwanda lake kulikuwa na jina la Kanali Jenali. Nafsi ilikuwa inamsukuma kuhitaji kumuuliza bwana ule. Alipishana naye katikati ya zile ofisi akionekana kutokuwa na habari na mkurugenzi. Aligeuka kumwangalia mwanamume ule ambaye alikuwa anatembea kwa kuvimba kama alikuwa kwake. Akili yake ilienda mbali. Alijaribu kufikiria kitu ila nafsi iligoma kabisa. Alioropoka kwa sauti kubwa akimtaka yule bwana aweze kusimama pale pale ambapo alikuwepo. Ni kweli yule mwanaume alisimama bila kugeuka akiwa amempa mgongo mkurugenzi. Alivuta bastola yake na kuanza kutembea kuelekea kwa yule bwana, lakini akiwa amepiga hatua mbili tu aliitwa kwa sauti na mlinzi wa CDF akimtaka kuwahi, maana bosi wake alikuwa anamsubiria ofisini wakati huo. Alisimama na kumwangalia yule bwana ila aliamua tu kupotezea, akaondoka kuelekea kwa CDF. Basi Luka akamuuliza CDF, ambaye sasa CDF anaitwa Tyson. Maana hapa sasa wanaongea sasa ni kikawaida sasa, sio ile yani Luka akamuuliza Tyson ya kwamba oya Tyson, huyu mtu ni nani? CDF ambaye ni Tyson akajibu kwamba mtu upi? Luka akajibu si ambaye nimekutana naye hapo nje. Tyson akasema wewe ni nani wa kwanza kuniuliza mimi habari za watu wangu bwana? Luka akasema bwana, mimi na hakika yule sio kijana wako, hivyo ni muhimu kwa usalama wetu wote wawili kutokana na haya mambo ambayo yanaendelea nchini. Tyson akasema ndicho ambacho kimekuleta hapa ama? Luka akajibu hapana. Tyson akasema basi zungumza ambacho umekuja nacho Luka, maana kila siku nikikuona tu lazima uwe unalilia msaada. Luka akajibu ndio maana mimi na wewe tupo kwenye hizi nafasi kwa sababu kuna muda tunahitajiana. Tyson akasema Luka, sina kumbukumbu kama nimewahi kuja kwako kuhitaji msaada wako, na badala yake wewe ndiye ambaye kila siku huwa unakuja kwangu ukiwa unahitaji msaada. Luka akasema kwamba sawa, ila ipo siku utakuja kuhitaji msaada wangu, huenda kwa nguvu na uhitaji mkubwa kuliko hata mimi ninavyo kuhitaji leo. Luka, hebu naomba useme kilichokuleta. Mimi nimekuja na ripoti mbaya Tyson. Zipi? Nikuhusu Tangeo Limo. Amefanyaje? Ameuawa. Luka, hebu naomba useme kilichokuleta hapa sasa. Sina muda kupoteza kama unavyodhani wewe. Tyson, mimi namaanisha ninachozungumza unajua. Nani kamuua? Daniel ambaye unafanya naye kazi. Ndio. Kwa sababu zipi? Hakutaka Daniel ajue kweli kwamba ana mtoto. What? Kuna mwanamke ambaye aliwahi kupendana naye miaka ya nyuma ambaye alimsaliti, ila baadaye aligundua ana mtoto. Sasa Daniel baada ya kumfuata mzee huyo kuhitaji ampatie taarifa hizo, aligoma, ikamlazimu sasa kutumia mabavu kufanikisha hilo, lakini baada ya kumwambia ukweli alitambua angeenda kumwambia na Janilo, ndio maana akamuua. CDF alisogea kwenye friji na kutoa pombe kali. Alimimina na kuinywa huku sasa akiwa amekunja ndita. Hebu namhitaji huyo bwana mdogo huyo. Yupi? Luka, kwani hapa tunazungumzia nani bwana? Si ambaye huyo kama huyo mzee? Tyson hilo haliwezekani. Umesema? Haliwezekani ese. Mimi siwezi kukupatia kwa sasa CDF na unalitambua hilo. Luka, nadhani nilikwambia mapema kwamba mzee huyo huwa haguswi na mtu yoyote. Kuna makubaliano ambayo yalisainiwa, ama ukunielewa? Tyson, mimi nikuelewa vizuri. Sasa bado unakataa kunisikiliza tena? Tyson, naomba unisikilize basi. Kwa sasa bado namhitaji kwanza.
Luka, mimi sijali kitu ambacho unakihitaji kwa sasa mkurugenzi Luka, sawa Sisi sio kama taasisi yako ambayo inaongozwa kwa propaganda tu na uongo mwingi kila siku. Jeshini, kauli na ahadi ni vitu vya lazima kuvitekeleza. Na kama ukishindwa kuvitekeleza, hakuna mtu atakuja kukubali kujitoa kwa siku nyingine. Luka, hili sio jambo ambalo linaweza kujificha tu milele. Litakuja tu kujulikana tu, na wanajeshi watajua ahadi ambazo tunaweka nao huwa tunazivunja. Baada ya hapo unajua ni jambo gani litafuata? Nakuuliza Luka. Tyson, najua ambacho kitafanyika Tyson, ndio maana mimi nipo hapa. Luka, hivi unajisikia hata ambacho unakiongea kweli muda huu? Tyson bwana, mimi nahitaji msaada wako. Yaani Luka umenifanyia ushenzi ambao mpaka sasa unaweza kutengeneza wadui mkubwa kati yetu. Bado hauna hata aibu afu unakuja kwangu ukidai kwamba unahitaji msaada wangu. Hivi unakuwaje wanadamu mnakosa aibu kiasi hiki? Tyson, nisikilize sawa. Unaweza kukesha kunilaumu Tyson hapa siku nzima kwa sababu mimi sikumtuma Daniel alikufanya upuzi kama ule. Alifanya kwa sababu zake. Tumemlipa pesa nyingi aweze kutusaidia kumpata Janilo. Hivyo kwa sasa mimi sipo tayari kumpoteza tena kirahisi tu. Sio muda wa kwanza kutumia mihemko kufanya maamuzi Tyson. Ni wakati ambao tunapaswa kulitanguliza taifa mbele kwanza. Mimi nikimalizana naye nitamkabidhi kwako kwa mikono yangu mwenyewe, ila sio kwa sasa Tyson. Muda huu nahitaji msaada wako Tyson. Mkurugenzi, yani unazidi kukua umri ila haujifunzi ndugu yangu. Luka, huwa ni unahisi kwamba unaweza kufanya ni kila ambacho ni kinakuja tu kwenye akili yako. Hivi unahitaji msaada wa kitu gani mkurugenzi? Tyson, kwa sasa mimi na maadui wakubwa sana wawili ambao yani ni kama na wakimbiza peke yangu. Na sidhani kama mimi nitawamudu. Hivyo nahitaji msaada wako mkubwa Tyson. Kwa nini unielewi? Hao maadui zako ni kina nani? Ni Janilo na The Genesis Kappa. CDF alimeza mate maana alianza kukumbushwa mapema kabisa yale ambayo alikuwa anahusika nayo. Sasa Tyson akauliza kwamba okay, unataka kufanyaje? Luka akajibu hawa wawili wanaingiliana, hivyo nahitaji kumtumia Daniel kucheza karata ya kuwagombanisha. Kisha mimi sasa nitadili na ambaye atabaki. Luka, yani unataka ni kuwakutanisha The Genesis na Janilo, kisha wewe ndiye uje uondoke na ambaye atashinda kati yao, si ndio? Yes, hapo umeelewa Tyson. Mkurugenzi, sidhani kama hiyo ni njia bora ya kuweza kulifanya hilo ambalo unaliwaza. Tyson, mimi naomba basi unielewe Tyson. Mimi naheshimu maoni yako, ila sijaja hapa ili unipe ushauri. Kwa hiyo kwangu sasa unataka nini sasa? Tyson, mimi nahitaji watu. Luka, hapana Luka. Yaani mimi siwezi kuwatoa vijana wangu kwa sasa. Siwezi Luka. Tyson, nimekuambia ni swala zima ambalo linahusisha usalama wa nchi. Luka, naomba unielewe. Yaani sawa, naelewa linahusisha usalama wa nchi, ila siwezi kuhusika na lolote mpaka nikisikia hiyo kauli kutoka kwa rais mwenyewe. Tyson, yani nchi ipo kwenye hatari na rais amechanganyikiwa, alafu unasema kwamba unasubiri amri kutoka kwa rais kweli Tyson? Luka, nadhani unaelewa protocol. Yeye ndiye amri jeshi mkuu wa majeshi yote, hivyo ndiye natakiwa kumtii na sio wewe Luka. Kama una tatizo na hilo, basi unaweza kwenda kwa rais moja kwa moja kuomba msaada wake. Tyson, kuna jambo ambalo unalijua kuhusu rais na mimi sijui ama? Hiyo sio biashara yangu kujua mkurugenzi. Tyson, upo kwenye nafasi ambayo unaweza kufanya maamuzi bila kumtegemea rais. Sasa kwa nini unanifanyia hivi Tyson? Luka, hebu naomba unisikize kwa makini Luka, sawa? Wewe umesema kwamba nipo kwenye nafasi ambayo naweza kufanya lolote bila kumtegemea. Ni kwa sababu ninaweza kufanya hivyo Luka. Kuna wanadamu mkipewa nafasi kadhaa huwa mnajisahau. Ni muda ya kuwakumbusha muwe mnaelewa mipaka yenu inaishia wapi na ni vitu gani mnatakiwa kuvifanya kwenye maisha yenu ili kukaa kwenye mistari yenu bwana. Tyson, mbona sikuelewi Tyson? Yaani nini unakihitaji Tyson? Mimi nakujua vizuri Tyson. Huwezi kukataa bila kuwa na sababu ya kufanya hili Tyson. Luka, angalau kwa sasa umeanza sasa kuzungumza kama mtu mzima ambaye unajua nini unakihitaji kwenye maisha yako. Naweza kukupa msaada huu ila kwa masharti matatu. Moja, rais hatakiwi kujua hili wala mtu yoyote. Na kama likitokea la kutokea, mimi nitaukataa. Hilo umekubaliana nalo? Twende la pili. Umekubaliana nalo kwanza? Ya. Haya sawa. 2, baada ya haya kuisha, nitamhitaji Daniel kwenye mkono wangu. Nahitaji afe kupitia mimi.
Jambo la tatu, utakuwa na deni moja kwangu kwenye maisha yako. Sitakwambia nahitaji nini kwa sasa, ila kuna siku nitakuja kurudi kwako na kuhitaji msaada wako. Na nitakuja kukuhitaji ukumbuke kwamba nakudai. Hivyo utanisaidia bila kuuliza chochote. Msikilizaji, ya kwanza ilikuwa kidogo na nafuu, ya pili ilikuwa ni rahisi kidogo kumeza, hii ya tatu ilikuwa ni ngumu kumeza. Mkurugenzi alimeza mate akasema ya kwamba anyway, hayo unaweza kuishi nayo. Tyson akasema, una mpango gani baada ya kuwapata watu? Luka akajibu ya kwamba kwanza nahitaji apatikane Melania wakati ambao Daniel atakuwa anaendelea kuchimbua namna ya kuwapata watu. Alafu baada ya hapo nikijua huyu mwanamke mahali ambapo anapatikana, nitakuwa nimejua ni wapi ambapo The Genesis wapo. Sasa hii nafasi ambayo mimi nitaitumia kuhakikisha kwamba nampata Janilo kwa kumuelekeza ni wapi ambapo angeenda kukutana na Melania na mwanae. Sasa kwenda huko maana yake lazima itatoka vita kubwa baina yao na watauana wenyewe kwa wenyewe. Kisha mimi mwishoni sasa nitaingia na vijana wangu pamoja na hawa ambao sasa utanipatia kuhakikisha yule mtu anaingia kwenye mikono yangu. Mchezo unakuwa umeishia hapo Tyson. Luka, una mipango mikali lakini unaijua mizizi ya haya mambo kiundani mkurugenzi Luka? Sijakuelewa Tyson, unamaanisha nini? Namaanisha kama mambo yakienda tofauti na hesabu zako. Tyson, mimi nipo makini kwenye hili Tyson, na wewe pia nahitaji unisaidie kwa hilo. Rais hatakiwi kujua kama tumekutana wala kuna kitu umewahi kunisaidia, maana italeta maswali mengi. Basi msikilizaji, walipeana mikono kama wanaume wawili ambao kila mmoja alikuwa na malengo yake kichwani. Sasa CDF akajiwazia kwamba unaenda kunisaidia kuua ndege wawili kwa wakati mmoja bila kujua Luka. Nitakaa kando ya hii kuweza kutazama mchezo mzima, kisha baada ya hapa nitafanya maamuzi magumu kwenye hii nchi, ila mpaka mje kushtuka mtakuwa mmechelewa sana. CDF alijiwazia hivyo kimoyomoyo. Alimimina pombe nyingine na kuimeza kwa hisia kali. Alionekana kuwa na mipango ndani ya kichwa chake, na moja ya watu ambao walikuwa wanaenda kumsaidia yeye kulitekeleza hilo kirahisi alikuwa ni mkurugenzi wa usalama wa taifa ambaye ni Luka. Ndio maana msikilizaji, nikakwambia siri ni salama sana ukibaki nayo wewe tu, ikitoka tu goodbye. Eneo safi lilipendezeshwa na mandhari yake ambayo ilikuwa inavutia sana. Kilikuwa ni chumba kikubwa cha kifahari, na kwenye sofa la kile chumba alionekana mwanamke mrembo mno ambaye ni Melania, ambaye alikuwa amejinamia tu. Ni mengi yalionekana kukitatiza kichwa chake. Alikuwa ameketi ile sehemu kwa muda mrefu akijaribu kupiga hesabu zake za maisha. Muda mfupi baadaye alisikia hatua za mtu kwa mbali, kisha mlango ule ukafunguliwa. Aliingia mtu mzima mmoja hivi ambaye kwa kumbukumbu zake hakuwahi kukutana naye kwenye maisha yake yote. Mtu ule umri ulionekana kwenda, lakini aliona kwa ukwasi ambao alikuwa nao, pesa zilimpatia nuru ya kuendelea kuonekana akiwa safi. Yule mtu akasema ya kwamba nina uhakika hauwezi kunikumbuka ama kunifahamu kwa sasa, ila ingekuwa miaka 25 ambayo imepita, nina imani ungefanikiwa kunitambua kwa nafasi ambayo ulikuwa nayo. Sio rahisi kutoka kwa brigadia ndani ya jeshi na kuja kuishia sehemu kama hii tena kwa sababu ya mapenzi. Ila muda mwingine nadhani tunatakiwa kukubaliana na kila mambo ambayo yanafanyika na kutokea kwenye maisha yetu. Ndio maana pekee sisi kuweza kuishi kwa amani. Yule mzee aliketi akiwa anaiwasha sigara yake. Alivuta funda moja na kumpatia Melania aweze kutuliza kile kidogo. Alivuta kwa hisia kali, akinyanyua uso wake hewani na kupuliza ile moshi kwa hisia, kisha akairudisha kwa mwenye nayo. Melania akauliza kwamba wewe ni nani? Ni aibu kubwa kuona sitambuliki kwa watu kama wewe. Muda ambao nilianza kusaka utajiri, moja kati ya hesabu zangu zilikuwa kuja kuwa mtu maarufu, yani nikitaja sehemu tu jina langu liwe linatikisa bwana. Jina langu liwe kama silaha ya mimi kuingia sehemu yote ambayo ningejisikia kufanya hivyo. Kiufupi naweza kusema nilihitaji kutumia umaarufu na nguvu ya pesa kufanya kila upuzi ambao nilikuwa na uhitaji mimi. Hayo yalibadilika siku ambayo nilikutana na bwana mmoja ambaye huenda ndiye sababu ya mimi na wewe kuwepo hapa usiku huu Melania. Yule bwana alinifunza kuhusu nguvu ya ulimwengu. Nguvu haipo kwenye kuonekana kila siku ama kuwa maarufu kwenye macho ya wengi. Watu wengi wenye nguvu za kutisha ni watu wa siri.
Hii ni watu ambao wanafanya mambo yao nyuma ya pazia kwa siri sana, tena bila pressure wala kujulikana kwa watu. Yaani hawataki kujulikana kuhusu walisia nguvu zao. Na ndio maana kila siku wanazidi kuwa hatari, maana hakuna mtu ambaye anakuwa na uwezo wa kutabiri juu ya nini wanaenda kufanya baada ya hapo. Kwa hiyo mpaka sasa mtu yote ambaye anapambana huenda ana ndoto ya kuja kuwa maarufu, atumie pesa zake kutamba kila sehemu, ila anaweza kumshauri kwamba hakikisha anakuwa na pesa za kutosha kwanza, alafu aone kama hata uhitaji huo maarufu tena kwenye maisha yake. Utajiri bwana unahitaji amani Melania. Unahitaji uwe na nguvu isiyoonekana, lakini mwisho yote unahitaji amani kubwa. Ndio maana mpaka sasa mimi hauwezi kunikumbuka Melania. Jina langu mimi naitwa Jerome Migwai. Msikilizaji, jina halikuwa geni kwake, ila sura ilikuwa tofauti. Unataka kuniambia kwamba wewe ndiye yule tajiri ambaye ulianza kuwa maarufu miaka 2001? Ndio maana nimekuambia umaarufu kwa mtu mwenye pesa una gharama kubwa kuliko faida. Labda kama huo maarufu ndio umekupatia pesa. Ile ndio miaka ambayo nilipenda kuandikwa magazetini. Nilipenda kuimbwa kwenye redio na mitandao ya kijamii. Ila sasa ona namna wanadamu walivyo watu ajabu. Baada ya mimi kujipoteza kwenye yale maisha, mpaka sasa hawana hata kumbukumbu kama aliwahi kuzaliwa mtu kama mimi. Ndio jua hakuna mtu anajali kuhusu uwepo wako hapa duniani, lakini lile somo la kutohitaji umaarufu ndilo limenifanya mimi kuwa mtu mwenye nguvu zaidi ndani ya taifa hili. Na natamani ili ningelitambua mapema kwenye ukuaji wangu, huenda kwa sasa ningekuwa nimefikia kwenye hatua ya dunia kwenye ukuaji wangu na namna ya kuweza kushughulika na kila kitu hapa duniani. Kama wewe ndio yule mfanyabiashara, unahusika nini na haya ambayo yanaendelea na kwa nini nipo hapa? Kabla ya kukujibu hilo ambalo una hamnalo kubwa, kuna mambo kadhaa ambayo unatakiwa kuyajua kwanza Melania. Kwanza, nisamee kwa kukuteka na kukuleta hapa. Mimi sikufanya haya kwa sababu nahitaji ubaya na wewe, hapana, bali ingetumika njia ya kawaida tu, huenda ungekuwa umekufa mpaka sasa. Ndio maana hii ndio ikawa njia pekee ya wewe kuwa salama. Mimi kuwa salama? Yaani ningekufa kwa sababu ipi? Na nani ambaye angeniua? Najua kwa muda mrefu unahisi unajua ukweli na unahisi unaishi maisha ya siri wewe na mwanao, ila sio kweli. Unazungumzia nini? Ulisikia kuhusu mauaji ya rais na waziri wa mambo ya ndani, sio? Hilo lilikuwa ni tukio la nchi nzima. Sasa unaniuliza kama najua kwamba mimi sipo Tanzania ama nipo porini sana ama? Unajua nani alihusika na mauaji yale? The Genesis. Unafahamu hao watu? Hapana, ila najua rais alikuwa mmoja wao kwa sababu nimewahi kufanya naye kazi. Nalijua hilo. Umejuaje? Kwa sababu mimi ndiye kiongozi wa hao watu. What? Mimi ndiye mwanzilishi wa The Genesis Couple. Ndio maana nafanya kazi nyuma ya vivuli, kwa sababu sitaki kuonekana wala kujulikana kama nipo hapa duniani. Nafanya mambo, naweza kusema nafanya mambo yako kama sipo yani. Kwa hiyo wewe ndio umemuua rais? Hilo naweza kulielewa, wewe kulinda siri zako na za watu wako kwa manufaa ya biashara zako. Ni miaka mingi imepita na mimi rais hakunipa siri zenu, hivyo kama unahisi mimi nahusika na hili utakuwa unanunia bure. Hakuna sehemu ambayo mimi naweza kusema ambacho kilifanyika, kwa sababu nitahatarisha maisha ya mwanangu. Hivyo na kwamba uniache tu na mwanangu. Mimi nipo tayari hata kuhama Tanzania na sitakuja kurudi tena. Mimi sijakuleta hapa kwa sababu nahitaji kukuua. Una maana gani? Sio mimi au watu wangu ambao walihusika na mauaji ya rais. Sio ambaye umemuua rais? Kivipi? Na nani ambaye anahusika? Sasa hapa ndipo unatakiwa kuijua sababu halisi ya wewe kuwepo sehemu hii siku ya leo Melania. Na nilipokuambia kuna mengi huyajui kuhusu maisha yako, nilikuwa namaanisha kweli. Ambaye amehusika kwenye haya yote ni baba wa mtoto wako. Nimekusikia vibaya ama rudia tena? Janilo ndiye muuaji wa hawa watu. Na hivi tunavyozungumza, jana kaua vijana wangu zaidi ya 10 maeneo ya Sinza kwa kuwachinja vibaya sana. Melania alitabasamu kwa sababu
alikuwa na uhakika kwamba bwana yule huenda hakuwa sawa au alikuwa amelewa. Janilo amekufa miaka 6 ambayo imepita. Nadhani wewe utakuwa umelewa, maana nilitumiwa hadi video yake akidondokea kwenye ule mto na tayari alikuwa amekufa. Kama hilo ndilo ambalo ulikuwa unahitaji kuniambia kwa sasa, nadhani umefanya makosa, hivyo naomba ondoke. Kuuawa kwake ilikuwa ni amri yangu mwenyewe. Hata mimi nilihitaji aweze kufa, ila mpaka sasa bado yupo hai Melania, na ndiye amekuja ili kuweza kuyalipa yale yote ambayo yalitokea. No, hapana, haiwezekani. Melania aliongea kwa sauti akiwa anazitibua nywele zake kichwani. TV ilikuwa ukutani. Jerome aliokota remote na kuiwasha akabonyeza. Alibonyeza kitufe cha okay. Kilichokuwa kinaonekana ni sura ya Janilo akiwa anaua wale wanaume Sinza. Alikuwa anajua namna mwanamume huyo alivyokuwa mkatili. Sasa Melania kwanza alicheka. Akasema kwamba hii ndio video ulitaka kuniadaa nayo. Na hakika hii ni video ya zamani, hivyo kama kuna lingine unataka kuniambia unaweza ukaniambia haraka, kisha uweze kuniacha na maisha yangu, maana mimi sioni kama kuna sehemu nyingine ambayo mimi na wewe tunatakiwa kushirikiana kwenye hili. Hii video imerekodiwa jana usiku, ila kama unahisi ni ya kutengeneza, unaelewa sababu ambayo imenifanya nikwambie bila mimi kukuteka ulitakiwa kuuawa? Hapana. Unajua namzungumzia nani ambaye alitakiwa kukuua? Hizo story zako za Janilo, si ndio? Hapana, Daniel. Yaani Daniel yupo hai? Jerome hakuwa anaongea kwa wakati ule, bali alikuwa anaongea kwa vitendo. Ni video ambayo ilikuwa inafuata. Ilionyesha tangu wale vijana wa Jerome wanaingia kwenye ile sehemu, wakaua walinzi kadhaa na kwenda kumbeba yeye kwa lazima. Muda mfupi baadaye alimuona Daniel akiingia kwenye ile nyumba yake, akabaki ameduaa asiamini. Muda mfupi baadaye alishangaa kumuona Daniel akiwa anakimbia kwenda kujificha mahali, hivyo akawa anahitaji kujua sababu ya shababi yule kukimbia. Ndani ya dakika moja tu alishangaa kumuona mtu ambaye alitoka kubisha kwamba alikuwa hai. Alikuwa ni Janilo mwenyewe, baba wa mtoto wake ambaye kwa miaka yote 6 alikuwa anajua ni mtu ambaye alikuwa mfu. Alimuona mwanaume ule alivyokuwa anawaua wale watu wa Jerome kikatili kama akuwa mwanadamu. Hapa nyumbani kwako mwenyewe na haya matukio yametokea, bado utaniambia hizi ni video za zamani? Melania alikuwa amechoka, lakini ulikuwa ni ule uchovu ambao ndani yake ulizidiwa na hofu kali. Inawezekanaje yani huyu mtu mpaka leo yupo hai? Na kwa nini sina hizo taarifa? Kuhusu namna alivyofanikiwa kuishi mpaka sasa, hakuna mtu ambaye anajua. Na hata sisi tumeajua baada ya rais kuuawa haya mambo. Kwa hiyo kuhusu wewe kutokuwa na taarifa, ni kwa sababu mtu ambaye ulikuwa unaamini angekupatia taarifa hizo pia alikuwa amemficha wewe bwana kuhusu uwepo wako wewe pamoja na mtoto wako na mahali ambako ulikuwa unapatikana. Unamaanisha tangia ulimo? Huyo ndiye pekee alikuwa na siri za wote, ila aliamua kufa nazo mwenyewe, na ndiye ambaye aliamua kuheshimu misingi ya kazi yake kwa kuficha siri zenu wote. Hivyo nafikiri ilifika wakati tu akahitaji kumwambia ukweli Janilo. Lakini kabla kufanya hivyo, tunaamini Daniel alimuua ili Janilo asijue kama na mtoto. Kwamba yule mzee ameuawa? Ndio, na aliyefanya haya ni Daniel. Kwa hiyo Janilo mpaka sasa hajui kama na mtoto wake? Anajua, na ndio sababu hasa ambayo imemfanya kwa sasa kuwa hatari zaidi hata ya mwanzo, kwani anaua kila mtu ambaye anapita mbele yake. Na hili linaweza kuwa na hatari kubwa mpaka kwa wewe mwenyewe. Kwa hiyo unataka kusemaje? Hivi kwa sababu zako tu wewe mwenyewe ukiketi chini, unahisi kwa yale ambayo yalitokea, huyu bwana atakufanya nini siku akikupata? Huenda kwa sababu na mtoto wake anaweza kuniacha, japo sikuwahi kutamani haya yatokee, maana nilikuwa naishi kwa amani nikijua amekufa. Kwenye misingi ya kazi za watu kama wale, haijalishi wewe ni nani kwake. Ukivuka mstari wa kuwa msaliti, hawezi kukusamea badani.
Kumbuka wewe ndiye sababu kubwa ya yale mambo. Kumbuka wewe ndiye umemfanya kuwa hivi alivyo sasa. Unahisi akikukamata anaweza kukuacha hai? Ila hata wewe mwenyewe unatambua haiwezekani. Mbali na hayo, una mtoto wake kwa miaka yote hiyo. Na hajui, na kwa bahati mbaya lazima tu anajua tangu ukiwa naye ulijua ni mjamzito ila ukamficha. Kwa maana hiyo, kwa hesabu zake yeye ni kwamba wewe haukuwahi kumpenda na ulipanga kumsaliti kwa muda mrefu hata kabla ya haya mambo kuweza kutokea. Sasa mtu wa namna hii ndio unahisi anaweza kukuamini wewe? Na kuhisi unampenda au kuna sababu ya yeye kukuacha hai? Vaa viatu vyake yani. Ungekuwa wewe ndiye yeye sasa ungejisikiaje? Kisa tu na mtoto naye. Manake anamhitaji mtoto ila mimi hanihitaji. Hata Daniel alikuwa anamhitaji mtoto. Ndio maana alikuwa anahitaji kuweza kukuua wewe ili aondoke na mtoto. Kwani mtoto ndio njia pekee ya kuweza kumpata Janilo kirahisi. Daniel naye anamhitaji mtoto. Anamhitaji kwa sababu anafanya kazi na usalama wa taifa. No, haiwezi kwa kweli. Yule ni moja kati ya wahalifu wakubwa kuwahi kutokea kwenye taifa hili. Sasa kwa nini Daniel awe pamoja na usalama wa taifa? Brigadier, dunia hii inabadilika kuliko unavyofikiria wewe. Maisha yanaenda kasi na wanadamu wanazidi kuingia kwenye mifumo mipya ya ulimwengu. Usiliamini jambo ambalo uliwahi kuliona miaka 5 iliyopita, kwani linaweza kukushangaza ukiliona kwa sasa. Pesa inaweza kumbadilisha mtu yoyote, lakini ukiwa na thamani ama taarifa ambazo zinauzika, unaweza kubadilika kutoka kuwa gaidi namba 1 duniani na kuja kuwa moja marafiki wakubwa wa viongozi wenye nguvu zaidi duniani. Kwa hiyo kwangu unahitaji nini? Wewe unahitaji nini kitokee ili uendelee kuishi maisha yako ya amani kama ambavyo umeishi kwa hii miaka 6? Nahitaji Janilo asiwepo duniani. Na ndio maana nipo na wewe hapa, kwa sababu najua wote tunahitaji kitu kimoja kutoka kwa huyu bwana. Lakini itakuwaje kuhusu maisha yangu, maana mtu ambaye alikuwa anakulinda ameuawa? Rais kufa ilikuwa ni moja ya changamoto ndogo tu ambazo huwa tunakubali kukutana nazo kwenye hizi kazi zetu, ila tayari hata rais mpya yupo kwenye mfuko wangu, hivyo taratibu zingine zinaendelea kama kawaida na hakuna kitu hata kimoja ambacho kitabadilika, Brigadier. Kwa hiyo kwa sasa mimi unanihitaji kwa kipi? Jamii, kijana wa Janilo? Ndio. Amefanyaje? Vijana wangu wa IT wamekuwa wakiwasiliana naye kwa muda ndani ya dark web na kutengeneza urafiki, japo hajawahi kukubali kukutana ana kwa ana, ila jana wamefanikiwa kuipata email yake ya siri ambayo anaitumia kwa watu muhimu. Sasa hii ndio ambayo tunatakiwa kuitumia kuweza kumpata yeye. Na unahitaji mimi ndiye ambaye nihusike kuweza kumpata? Wote tunajua kwamba yule bwana mdogo, mbali na Janilo, mtu ambaye anaweza angalau kumsikiliza ni wewe hapo. Nilimsaliti mwalimu wake na bosi wake na kusababisha kuweza kuuawa. Ana hasira na mimi kuliko binadamu yote ambaye yupo hai. Una uhakika gani kama anaweza kunisikiliza mimi? Una damu ya mtu ambaye anamheshimu na kumpenda kwenye maisha yake. Hiyo pekee ni silaha kubwa ambayo unaweza kuitumia kuhakikisha na kusikiliza. Mbona bado kama sijakuelewa? Huyu bwana mdogo kwa sasa anajua kama bosi wake ana mtoto ambaye anahangaika usiku na mchana kuweza kumpata. Sasa kama yeye anaweza kuwa sehemu ya furaha kwa bosi wake, unahisi atakataa hiyo nafasi? Kwa hiyo kipi kinahitajika? Unatakiwa kumtafuta kwenye hiyo barua pepe. Mwambie kwamba maisha yako yapo hatarini na mtoto anaweza kuuawa, hivyo unahitaji msaada wake. Yaani unataka niingie kwenye mtego wa Janilo? Kwa sababu lazima tu atampa taarifa Janilo. Ungenisikiliza kwanza niweze kumaliza maelezo yangu. Okay. Akijua unahitaji msaada wake, wewe ndiye utampatia masharti ya kwamba kabla ya hatari kutokea, unatamani mtoto akutane na baba yake, lakini huwezi kufanya hivyo kwa sababu kama Janilo atakuona lazima atakuua. Sasa ili kuweza kumtuliza Jamii, anatakiwa kutambua kwamba yeye ndiye ambaye anatakiwa kukusaidia kwa siri ili mtoto awe salama. Alafu baada ya hapo ndipo mkae chini mjue namna ya kumfikishia taarifa Janilo mwenyewe, ili akijua Jamii kahusika anaweza kukupatia nafasi ya kuweza kukusikiliza.
Yaani itaonekana kama upo tayari kwa hili, ila msaada wake ndio ambao utahitajika kulifanya hili liweze kutokea. Na anatakiwa kujua kwenye hiyo taarifa kwamba kama ikitokea akaenda kinyume na yale ambayo umemwambia, basi hawatakuja kumuona tena mtoto, na huenda unaweza kuuawa na huyo mtoto, kwani umekoswa na risasi mara kadhaa, na kwa wakati huu kuna mahali ambapo umejificha kwa muda na sio rafiki kwa usalama wa mtoto. Msikilizaji, ule mpango ulionekana kuwa ni kama umeshiba. Hata Melania mwenyewe baada ya kusikiliza alitambua Jami asingeweza kuruka, hasa mtoto akiwekwa kati. Kwa hiyo baada ya hapo tutakuwa na njia mbili. Ya kwanza itakuwa ni kumkamata na kumhoji kwa nguvu ili tuweze kujua ni wapi Janilo alipo, na kama hilo litashindikana, basi kupitia yeye tutafanikiwa kupata mawasiliano ya Janilo. Yule kijana hawezi kumsaliti bosi wake hata kama angeuawa. Ndio maana wewe upo hapa na mtoto. Sisi tunahusika nini tena baada ya hapo? Udhaifu wa wale watu ni mtoto. Atatishiwa mtoto kuuawa? Niamini mimi, lazima tu atahakikisha sisi tunawasiliana na Janilo. Kwa unataka kumuingiza mwanangu kwenye hatari ya kweli baada ya mimi kuweza kukubali kufanya kazi na wewe? Mtoto atakuwa salama. Mtoto atakuwa salama kama ambavyo amekuwa kwa miaka yote hii. Unahisi nilikuwa nashindwa kumdhuru kama ningeamua kufanya hivyo? Niahidi kwamba baada ya mimi kukamilisha kazi yangu, Janilo atauawa na mimi na wewe hatutakuja kusumbuana tena. You have my word. Sawa, kuna sharti lingine. Okay, unaweza kuniambia? Nahitaji pesa nyingi. Twende ofisini kwangu nikakuwekea kwenye akaunti yako, au kuna jambo lingine? Hapana. Janilo alikuwa anaenda kuwekwa mtukati na karata ya muhimu akiwa ni mtoto. Lakini vipi kuhusu Jami? Angefanikiwa kuruka kile kiunzi cha kukwepa moto wa maisha kwake? Basi bwana, IGP Zambi Mganilwa alikuwa amefura kwa hasira baada ya vijana wake kuuawa. Yaani aliona ni kama jambo la ajabu kutokea, na kila alichokuwa anajaribu kukifanya kuna mahali alikuwa anabaniwa taarifa. Hivyo alitishia kuwa hatari kubwa kwa wale wote ambao walikuwa wamehusika. Kufuatilia kwake habari hizo ndiko ambako kulimfanya kuanza kuchimbua mambo ambayo hakupaswa kuweza kuyajua, hasa baada ya kupata fununu kwamba Ikulu ilikuwa inahusika kwa ushenzi ule moja kwa moja. Alikuwa akimpigia simu rais ili aweze kumuuliza kama jambo hilo kweli lilitokea, ila simu zake hazikuwa zinapokelewa. Alifanya hivyo mpaka kwa mkuu wa majeshi, ila naye alimlia buyu. Alijaribu kumtafuta mkurugenzi wa usalama wa taifa, ila yeye hakufanikiwa kumpata kulingana na uadimu wa mtu huyo kuonekana hadharani. Hivyo majira ya saa 2 usiku alifunga safari ya kwenda Ikulu bila mwaliko ili aweze kuonana na rais mwenyewe Bwana Thaddeus Mikonje. Alikuwa kwenye msafara wa gari 2 tu kutokea nyumbani kwake Kisarawe. Gari zilikuwa kwenye mwendo mkali, ila baada ya kufika maeneo ya Ushoroba ambako kulikuwa na hifadhi kubwa ya msitu wa jeshi, alishtuka baada ya ile gari ya nyuma kuruka hewani. Halikuwa tukio la kawaida, na kwenye kushanga kwake alitambua ile gari ilipigwa risasi kwenye tairi, maana zilionekana risasi zikiendelea kurushwa kwenda kwenye ile gari mpaka ilipolipuka na kuwaka moto. Dereva wake na walinzi wake wawili ambao alikuwa nao kwenye gari yake walimuhimiza dereva kuweza kuongeza mwendo, kwani usalama wa mheshimiwa ulionekana kuwa mdogo sehemu ile. Ila sasa, kwa bahati mbaya, mbele yao lilirushwa gogo kubwa njiani. Dereva sasa kwa kuogopa akaamua kupora kwenye pori, hali ambayo sasa ilimfanya kugonga mti na gari ikajibinua. Dereva alikufa pale pale, ila mheshimiwa na walinzi wake walikuwa wamenasa. Walinzi walikuwa wanahangaika kujitoa ili waweze kumsaidia bosi wao, ila lile zoezi lilionekana kuwa gumu kulitimiza kwa wakati ule. Sasa wakiwa wanaendelea kupambana kujitoa sehemu ile, IGP alisikia kishindo cha mtu ambaye alionekana kutokuwa na hofu ndani ya ule msitu. Ilionekana combat ya jeshi, jambo ambalo lilimshtua. Bwana ule alikuwa na bastola mkononi.
alitumia kuwaua wale walinzi wote wawili, kisha akamchomoa IGP na kumbana kwenye mti mmoja wa pembeni. Ni hatua kadhaa tu kutoka pale ambapo ile gari ilikuwepo na ikawa inaendelea kuvuja mafuta. Yule mwanaume alikuwa mweusi ti, na kiza kile yani ndio ilimfanya kuonekana ni kwanza alikuwa akimuona kutokana na mwanga wa mwezi, lakini jamaa alikuwa ni mweusi balaa. Sasa huyu jamaa akamwambia IGP kwamba kwenye hiyo nafasi yako umewekwa na nani? IGP akajibu na rais. Jamaa akamwambia kwamba nani mwenye uwezo wa kukutoa hapo? IGP akajibu rais. Jamaa akasema kwamba lakini unajua nani anamweka rais madarakani? IGP akajibu wananchi. Jamaa akasema kwamba wewe ni kiongozi mkubwa, unaelewa namna haya mambo huwa yanafanyika. Ni kweli kabisa unaamini kwamba rais anawekwa madarakani na wananchi? IGP akasema kwamba wewe ni nani? Jamaa akasema kwamba ukifanikiwa kunifahamu natakiwa kukuua. Upo tayari kwa hilo? IGP akasema hapana. Jamaa akasema okay, bwana IGP, maisha yetu haya tunaishi mara moja tu ndugu yangu, sawa Hakuna maisha ya nyongeza, jambo ambalo linafanya maisha yetu kuwa na thamani kubwa kwa kila nafasi ambayo tunaipata ya kuishi. Au unadanganya IGP? IGP akasema hapana. Basi jamaa akasema kwamba okay, unatakiwa kuacha mara moja hiki ambacho unakifanya. Vijana wako kuuawa haikuwa bahati mbaya, ni kwa sababu walikuwa wanajua mengi ambayo hayakuwa salama kwa ajili ya serikali. Na haya yote ni makosa yako wewe, kwani ulitakiwa kulitambua hili mapema kabla ya haya mengine kuweza kutokea. Lakini kwa sababu ulikuwa unawaza upuuzi tu, vijana wako wamekufa. Kwa hiyo kuanzia sasa hautakiwi kufuatilia lolote ambalo ulikuwa una mpango nalo, na uache kumsumbua rais, kwa sababu kama atakuhitaji atakutafuta mwenyewe. Sijui unanielewa vizuri? IGP akasema ndio. Jamaa akasema okay, jambo lingine ambalo unatakiwa kulitambua ni kwamba mimi sijaja hapa kwa kutumwa na rais, bali nimetumwa na taasisi ambayo ni kubwa kuliko hata rais mwenyewe. Umeelewa Na amekubali kufanya kazi chini yetu, huyo rais wako huyo, na kulinda maslahi yetu. Hivyo linakuwa ni jukumu letu pia kuweza kumlinda. Nadhani utaheshimu leo IGP. IGP akasema kwamba atafanya hivyo. Jamaa akasema sawa, na kwa siku za hapa mbeleni kuna mambo kadhaa ambayo huenda yatakuwa mazuri ambayo anaenda kutokea. Hivyo kuna majukumu natakiwa kuyafanya. IGP akasema nipo tayari. Jamaa akasema kwamba hakikisha vyombo vya habari vyote nchini vinakuwa chini yako. Yaani viripoti habari kwa namna ambayo utakuwa unaelekezwa. Lakini pia kuhusu wananchi unatakiwa kuhakikisha kila mtu yupo kwenye mstari. Na kwa yule ambaye hatakuwa tayari, una machaguo mengi ya kufanya. Unaweza kuyabeba maisha yake kama kutakuwa na ulazima, ila kama hakutakuwa na ulazima wa kufanya hivyo, basi unaweza kumtengenezea hata kesi. Unaweza kuwapoteza wale ambao wanaonekana kuwa tatizo kwetu na kuhakikisha kila kitu kwetu kinakuwa kisafi. Na mambo haya yanafanyika kwa siri sana. Je, unaweza kufanya hilo? IGP akasema ndio naweza. Msikilizaji, yule mwanaume hata hakugeuka, bali alinyosha mkono wake tu upande wa nyuma na kupiga risasi kwenye tanki la mafuta iliyosababisha ile gari kulipuka. Sasa akamwambia kwamba wakati mwingine kama tukikutana tena kwenye mazingira kama haya, ile risasi haitaenda kwenye gari bali itaingia kwenye kichwa chako. Alimwambia IGP na kupotelea msituni. IGP alinyanyuka akiwa anavuja damu. Alijikagua kila sehemu, bado hakuamini kama alikuwa hai na mzima wa afya. Alihema kwa nguvu na kumeza mate. Aliangalia kila upande wa sehemu ile, kisha akaona ya nini kujifia. Akatimua mbio. Basi anga lilikuwa linatisha . Kulikuwa na mingurumo mikubwa ambayo ilikuwa inaashiria mvua kuweza kushuka muda wote kuanzia dakika hizo. Lile wingu lilifanya miji kuwa na ustaarabu na kufuta mizunguko yote ya watu. Maeneo ya mjini ni magari tu ambayo yalikuwa yakionekana kutembea nyakati hizo za huo usiku mzito. Kwenye maeneo ya serikali ambayo watu walikuwa wanapigwa marufuku kuweza kutembea, na hapo ni kwa sababu za kiusalama, kulikuwa na majengo ambayo hayakuwa yamekamilika bado kwa ujenzi, na mengi yalionekana kuwa ya muda mrefu. Ni sehemu ambazo raia hawakuwa akiruhusiwa kugusa hata kwa bahati mbaya, kwa sababu kabla ya kusimamisha matumizi ya sehemu hiyo ilikuwa ikitumika kama eneo la kimkakati la jeshi, na bado kulikuwa na matarajio ya kuja kutumika kwa baadaye. Hivyo kama watu wangeanza kuliona eneo hilo kwa ndani,
ilikuwa ni kama kuanza kuziweka siri uchi. Ndio maana sasa ziliwekwa sheria kali kuweza kuzuia jambo kama hilo kuweza kufanyika. Ndio sehemu ambayo yalikuwa yanafanyika makutano kati ya rais na Jerome Miguel. Bwana huyo yeye alikuwa anajua anafanya kazi na Thaddeus Mikonje, ila ilikuwa ni tofauti kwa rais ambaye hakuwa akijua the cabal ilikuwa inaongozwa na mtu wa namna gani. Na baada ya kuhangaika nao tangu aweze kutambulishwa rasmi kwao, hatimaye alifanikiwa sasa kupata nafasi ya kukutana na kiongozi mkuu wa watu hao, Bwana Jerome. Rais alikuwa na msafara wake wa gari 5 ambazo zilisimamiwa na walinzi kwa upande wa nje, ambao walikuwa wameanza sasa kunyeshewa na mvua ambayo ilikuwa imeanza kushuka, ila hawakuwa na namna ya kuweza kutoka eneo lile. Rais alikuwa amezungukwa na walinzi 4 ambao walikuwa wameshika miamvuli, huku sasa mlinzi mmoja akiwa nyuma yake kwenye mvua na mwingine akiwa sasa ameushikilia mwamvuli ambao ulikuwa unatumika kumkinga yeye. Ndani ya dakika 5 ambazo alikaa pale, ulianza kuonekana mwanga wa taa kali za gari ambazo zilionekana kuwa kwenye msafara. Zilijigawa gari 10 zikaenda kujipanga kwenye mstari mmoja, kisha wanaume wenye silaha kali za vita wakashuka na kusimama nje ya gari zile. Gari moja ndio ilikuwa na wanaume 4 ambao walivaa combat ya jeshi. Walisubiri mpaka bosi wao ashuke akiwa ameshikiwa mwavuli na mwanaume mmoja ambaye alivaa suti nyeusi kwenye mwili wake, ila wale 4 ambao walikuwa na combat za jeshi hawakuwa wakicheza mbali. Walikuwa wanatembea kwenye maji kikakamavu mno, mpaka rais akageuka kuangalia walinzi wake na kuwapatia ishara. Walitakiwa kuwa wapole, ila kama mambo yangeharibika basi walitakiwa kufanya namna yoyote kuweza kumtoa ile sehemu kwa gharama yote ile. Hakuwa anamuona vizuri usoni bwana yule kwa sababu alikuwa amevalia pama ambayo ilifunika sura yake kidogo. Alitembea kwa mikogo na kuwashiwa sigara ambayo alivuta kwa hisia, na ule moshi ukapotelea hewani kwenye mvua. Akaenda kusimama hatua kadhaa mbele ya rais. Bwana rais, aliita kwa sauti kavu, akiwa sasa anaisogeza ile kofia yake kwa juu. Lile eneo lilizungukwa na taa kila jengo, hivyo palikuwa panaonekana vizuri kabisa. Rais aliutumia muda ule kumtazama ule bwana usoni aweze kumjua alikuwa ni nani. Bado hakuwa anaamini ambacho alikuwa anakiona mbele yake. Jerome Miguel? Ndio mwenyewe bwana. Hapa ndipo unatakiwa kuona namna maisha yanavyotushangaza kwa namna nyingi, Thaddeus. Sasa bwana, ni miaka mingi sana ulipotea, takriban zaidi ya 20. Nini kilitokea na kwa nini upo hapa? Rais, unashangaa kuniona au unashangaa baada ya kujua kama mimi ndiye bosi wako? Vyote vinanishangaza kwa sababu hili jambo haliji akilini na bado siamini kama wewe ndiye upo nyuma haya mambo yote. Rais, hata mimi ningekuwa wewe ningeshangaa, lakini nimekutana na mengi kwenye maisha yangu, hivyo naweza kusema hakuna jambo ambalo unaweza likanifanya nikashangazwa tena na haya mabadiliko ya ulimwengu. Lakini kushangaa kwako hakutakiwi kuwa bure tu, na hiyo mishtuko haitakiwi kuwa bure, bali unatakiwa kunipatia shukrani zangu za dhati kwa kufanya ukawa makamu wa rais. Na leo hii umekuwa kiongozi mkuu wa nchi na kukaa sehemu ambayo kila mwanadamu ambaye yupo hai anatamani kuwepo. Wewe ulikuwa wapi miaka yote hii? Mimi sijawahi kuwa Tanzania, Thaddeus. Muda mwingine usiruhusu pesa yako ikugeuze wewe kuwa mtumwa, bali wewe ndiye unatakiwa kuifanya pesa yako iweze kukutumikia. Na ndio njia ambayo nilichagua mimi. Ndio maana nikaamua kupotea kwenye macho ya wengi. Ila nina miaka karibia inaelekea 10 sasa. Mimi ndiye ambaye naliendesha ile taifa kwa namna ambayo naitaka mimi. Kwa hiyo ni wewe ambaye ulimsaliti Janilo na ndio sababu ya haya yote, si ndio? Mimi nimesikia umebembeza sana kukutana na mimi. Ni kipi ambacho kilikusukuma ukahisi una uhitaji wa kuonana na mtu kama mimi, Thaddeus? Ni kwa sababu mimi siwezi kufanya kazi za watu ambao siwajui. Hakuna mtu wangu hata mmoja ambaye wewe unaweza kumjua, bali unawafahamu tu. Jifunze kutumia maneno sahihi na sehemu sahihi. Wewe ni rais wa nchi bwana. Kwa nini unafanya yote? Ni swali la kipuzi sana ambalo unauliza, ila nina uhakika kijana wangu alikupatia jibu lake mapema, si ndio? Hapana, nakuuliza wewe.
nataka unijibu wewe mwenyewe, ni kwa nini unayafanya haya yote? Rais, umewahi kujiuliza sababu ya nchi yako kupata uhuru? Kila mtu anajua namna tuliteseka kutoka kwa wakoloni. Majibu yake hata wewe unayo bana. Kama hayo majibu, yani kama una hayo majibu, wewe unaniulizaje swali la kipuzi namna hiyo? Hili swali halihusiani na ulichonijibu. Siku ukipata muda kaa na kufikiria kwa makini, kisha utagundua ni vitu sawa. Sema tu ni kwa sababu tu unaelewa mdogo bwana rais. Mimi sio mtu ambaye mimi napatikana kirahisi hivyo, unatakiwa kuniambia sababu halisi ambayo imekufanya uwepo hapa, maana wote tunajua kunifahamu sio sababu kuu ya kukutana kwetu. Anyway, upo sahihi. Mimi namhitaji Melania na mtoto. Kwa nini? Kwa sababu kama rais nahitaji Janilo nimpate mwenyewe na wananchi waone. Alafu nitamuua. Kwa nini unahisi naweza kufanya hivyo? Kwa sababu unataka kufanya kazi na mimi kwa muda mrefu. Na mimi nitakuwa rais kwa miaka mingine 10 ya kwangu ya kugombea. Na ili niwe mwaminifu kwako na wahitaji hawa watu. Na sio hilo tu, nataka kujua mahali ambapo unaishi pamoja na watu wako. Rais, unajua kwa nini nimeishi muda mrefu nikiwa salama na mtu mwenye afya namna hii Thaddeus? Hayo ni maisha yako bwana. Mimi nitajuaje bwana? Ni kwa sababu najua ni wapi natakiwa kuwepo, muda gani na kwa nini. Najua ni nani natakiwa kukutana naye, mahali gani na kwa sababu zipi, na taarifa zipi ambazo natakiwa kumpatia. Kuna msemo wa watu wajinga ambao huwa wanasema kwamba maisha hayaeleweki. Lakini mimi sio muumini wa huu msemo, kwa sababu maisha yanaeleweka, bali sisi binadamu ndio ambao hatueleweki. Watu wengi huwa hawapendi kuamini hili. Huenda ni kwa sababu hawapendi ukweli, ama huwa inawaumiza, ila uhalisia ni kuwa maisha ni marahisi sana, lakini kuna misingi yake ambayo inabidi uifuate. Ukifanikiwa kuifuata misingi ya maisha, hakuna kitu kitakusumbua hapa duniani na maisha yako yatakuwa mepesi. Lakini kama ukishindwa kuifuata misingi hiyo, na kuhakikishia dunia itakulipa kwa namna mbaya na ngumu, mpaka utajutia sababu za wewe kuzaliwa hapa duniani. Na ndipo hapo wengine huwa wanafanya mpaka maamuzi magumu ya kuweza kujiua. Wewe unasema maisha ni mepesi kwako kwa sababu una pesa, sio? Wewe ni kiongozi wa nchi bwana, ila kama haujui kutofautisha haya mambo, naweza kukiri kuwa una safari ndefu mno kwenye maisha yako, kwa sababu haya yanapangwa kwa asilimia kubwa na wanasiasa na mifumo. Lengo ni kuwatishia wananchi tu ili wawe na mawazo na hasira, huku nyuma ya mlango mkitengeneza kundi la wajinga wengi ambao watakuwa wanazitii mamlaka na wanakuwa waoga wa kuhoji. Na mwananchi akiwa amepagawa na maisha, yupo tayari kufanya lolote ambalo anaambiwa ili tu awe na uhakika wa kupeleka kitu kinywani. Sasa mtu wa namna hii unahisi ataweza hata kuwaza kuhusu kanuni za maisha? Kwa hiyo ni kanuni zipi hizo ambazo sasa unazungumzia? Watu wengi duniani hizi elimu huwa wanazitoa kwa gharama kubwa, ila kwa leo nitakusaidia tu na wewe kidogo upate ufahamu, ili hata ukialikwa kwenye mataifa wenzako sije ukahisi unasalitiwa. Nitakupatia mfano wa fedha, kwa sababu mimi mwenyewe nimezaliwa kwenye familia ya maisha ya hali ya chini sana. Pesa haitafutwi tu kama uliipoteza, kwa sababu ukifanya hivyo kamwe hautakuja kuipata. Kuna namna sahihi ya kuitega fedha, ndipo itakuja. Ila haya mambo yanahitaji uvumilivu. Watu wengi ambao ni wavivu wa kufikiria huwa wanafanya kosa moja kubwa sana. Wanaamini kufanya kazi kwa bidii pekee ndiko ambako kuna kufanya mtu uwe na fedha ama ufanikiwe kwenye maisha. Lakini kuna watu ambao mimi tangu nikiwa mdogo mpaka nakuja kuwa mtu mzima, nilikuwa naona wakifanya kazi hata mara 2 zaidi yangu na hawakuwahi kufanikiwa hata siku moja. Pesa inahitaji mjumuiko wa vitu vingi kama kufanya kazi kwa bidii, uwe makini kucheza na nyakati na taarifa ambazo unakuwa nazo kuhusu jambo fulani. Lakini sehemu ya mwisho ambayo huwa ni ngumu zaidi kwa wengi ni upande wa pili, ambao ni upande wa giza wa fedha. Yaani wewe, mimi nilijua tu mwisho wa siku utaingiza uharamu ama uchawi kwenye hili, ndio maana ulifikia hapo. Sasa unataka kuniambia wewe kufikia hapo leo yani mpaka umekuwa rais ni uchawi ulitumika ama? Hapana. Sasa
wewe ni rais na unahisi kila kitu kinafanyika kichawi eh? Kwa nini usiwaambukize ujinga wananchi wako nao wakaanza kukesha kuamini uchawi eh? Ndio maana wananchi wengi wa taifa hili watakuwa ni maskini milele kwa sababu wanaaminishwa vitu ambavyo havipo. Pesa na mjumuiko mkubwa sana wa mambo ya kiroho. Na huo ndio upande wake wa giza. Na huko kuna kanuni zake ngumu za kuweza kuziishi. Na ndizo ambazo baadhi ya watu huwa wanaamini ni uchawi unatumika. Ila sio kweli, ni kanuni tu kadhaa ambazo zinahitajika kufuatwa. Kwa mfano, pesa haimpendi mtu ambaye ni malaya. Yaani wewe ukiwa ni mtu wa kumvuavua kila mwanamke nguo, sawa kuhusu pesa. Kwa sababu haiendani na uchafu wa kiroho. Maana kuna nafsi ambazo kwenye maisha ya kawaida zina nuksi kali na miiko ama viapo vya vizazi na vizazi kwenye jamii zao. Hivyo na wewe ukiingia kwenye ile mistari ya hivyo viapo, maana yake unakuwa umekiuka ile misingi yako ya kuzitafuta pesa zako. Na shida wewe inaanzia hapo. Unaweza kwa mfano ukifuatilia watu wengi ambao wana pesa na wanahitaji kuzilinda pesa zao, kama haujawahi kuwa makini, mara nyingi anaweza kuoa wanawake wengi wakajulikana. Yana kujulikana kwamba ni wake zake. Ama hata akioa mwanamke mmoja wa ndani, atatafuta binti moja mrembo nje ya ndoa wa kuweza kumtimizia haja zake, kwa sababu mke hatuoi urembo, bali tunatafuta mwanamke ambaye anaweza kuwa mzizi wako mkuu wa kushikilia yale ambayo unayoyapambania kwenye maisha yako. Sasa ikitokea ukahitaji kupata mwali nje, ndipo unatafuta mmoja tu ambaye ndiye pekee utakuwa unafanya naye mapenzi nje na mkeo wa ndani ya ndoa. Hivyo mzunguko wako unakuwa kwa wanawake wawili tu. Na huyo mwanamke unampa onyo kali kwamba kama ikitokea katoka na mwanamume mwingine nje, yani nje na wewe, unamuua. Kwa hiyo imekuwa ni moja ya sababu kubwa unaona mabinti wengi wanauawa na hawa matajiri wakiwafumania ama wakiwafumania wake zao na watu wengine. Huwa wanachukia na mara nyingi huwa wanaona ni bora kuwaua wake zao na hao jamaa zao. Hayo yanafanyika kwa kanuni za pesa. Hakuna sehemu ambayo nimemtaja mganga wa kienyeji wala kwenda kufanya matambiko ama mazindiko, ila ni kanuni tu ambazo ni ngumu na ni watu wachache wanaweza kuzifuata. Sasa unahisi kama mtu wa nje akisikia unafuata kanuni kama hizo ambazo wao huwa wanazigeuza na kuziita masharti, unahisi anaweza kukuamini kama wewe upo sawa? Lazima tu atahisi unatumia ushetani. Na unavyohisi wewe kwenye ulimwengu kama huu ambao kila hatua 10 ukitembea unakutana na mwanamke mzuri mara 10 zaidi ya yule wa kwako, ni wanaume wangapi wanaweza kuizingatia hiyo kanuni? Ni wangapi? Ni wachache sana bwana rais. Kwa hiyo na wale ambao huwa wanakuwa malaya na wana mafanikio, unataka kusemaje kuhusu wao? Maana kuna watu wengine mpaka wanajitangaza bwana na wanaonekana bwana, yaani ni malaya, ukifuatilia maisha yao ni malaya sana na wana mafanikio. Hao wewe unaweka kwenye kundi gani? Bwana rais, japo hiyo ambayo nimekuambia inafanya kazi vizuri kwa mwanaume ambaye anapigana kusimamisha uhuru wa kifedha, lakini kuna aina mafanikio ukiyafikia, kinachokuja kufanya kazi ni sayansi, hasa ukiwa una vyanzo vingi vya mapato ama umejenga mizizi mikali ambayo sasa unakuwa unawaachia wataalamu wa uwekezaji wa pesa kukufanyia kazi. Wakati huo inakuwa inawezekana kwa sababu pesa ndio inakuwa inakutumikia. Unakuwa umefikia uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi na wigo wako ni mpana. Japo bado haushauriwi kujisahau, kwani kwenye ulimwengu huu sasa ambao mtu mmoja anaweza akakosana na mke wake chumbani kwa sababu ni kiongozi mkubwa wa dunia, akaenda kusababisha vita duniani kote. Yaani kanuniana tu na mke wake chumbani na akaenda kusababisha vita duniani kote makusudi tu ili kila mtu aumie, na mwisho wa siku inasababisha changamoto ya kiuchumi. Kwa hiyo ni hatari kuhisi umefanikiwa ikiwa kuna watu wengi wanakuzidi pale wewe ulipo. Kwa hiyo ndio maana unafanya haya mambo ya kishetani. Bwana rais, kwenye hili nadhani hakuna ushetani. Ni kwamba tu mimi nilipata akili kubwa zaidi ya uwekezaji kuliko watu wengi ambao walitangulia. Ujinga wa watu ni fursa bwana. Ni fursa bwana rais. Hivyo mimi sioni kosa kutumia kujitajirisha mwenyewe. Na sioni sababu ya kunipatia lawama hizi bwana.
Sawa, kwa hiyo vipi, utanipatia Melania na mtoto? Mimi nitakupatia, ila sio kwa sasa, kwa sababu mimi mwenyewe nina matumizi nao. Kwa hiyo unataka kusema okay, nisubiri kwa muda gani sasa? Siku ambayo nitakuamini vya kutosha, nitakualika nyumbani kwangu kama unavyosema. Kuna wakati kwenye maisha inabidi uwe na watu kadhaa ambao unaweza ukawaamini ili mfanye kazi pamoja. Kwa leo muda ambao nimekupa unatosha Thaddeus, maana kama nimekuja kukufundisha namna dunia inavyofanya kazi, kwa sababu kichwani bado ni mweupe kidogo kuhusu haya mambo. Huenda kwa kuwa ulitafuniwa kila kitu kuwepo hiyo sehemu, ila kama ungeipigania kama sisi tulivyofanya kufika hapa tulipo, ungetambua nguvu ni zaidi ya kile kiti ambacho unakalia wewe na kutoa amri kwa kila mtu ndani ya nchi. Ila wewe mwenyewe unaenda kupiga goti kwa mwanamke ukienda chumbani. Hii ndio dunia bana, ambayo Samson aliacha baada ya kufeli ule mtihani wa Delila. Ila jitahidi kufanya kazi na mimi, usije kuwa Samson, maana nitakuua Thaddeus. Raisi alijiona kuwa kama mjinga au mwanafunzi ambaye alitakiwa kurudishwa darasani kuweza kujifunza mambo kadhaa ambayo hakuwa na utaalamu nayo. Mwanaume yule alikuwa ameshiba falsafa kwenye kichwa chake na alikuwa na uelewa mpana wa mambo mengi. Alimshuhudia akiwa anaondoka na ule msafara wake wakati ule ambao mvua ilizidi kuwa nyingi. Alisimama pale kwa dakika 10 akiwa anashangaa ule upande ambao yule bosi wake aliishia, mpaka alipokuja kushtuliwa na mlinzi wake, ndipo aligundua ulikuwa ni muda wa kuweza kuondoka lile eneo. Katikati ya mijengo mikubwa na mirefu ndani ya jiji ndio sehemu ambayo Jamie alihaidiwa kuweza kukutana na Melania. Mwanamke huyo baada ya kumtafuta kijana huyo na kuaminika kwa Janilo, alimwadaa kama ambavyo alielekezwa na Jarome Migwai, hasa kumtumia mtoto kama silaha. Lile neno mtoto ndilo lilimfanya kukubali haraka, kwani aliamini kama angefanikiwa kumpata mtoto kweli angemfanya Janilo kuwa mtu mwenye furaha kubwa, ila hakuwa anajua kama alikuwa anajipeleka kwenye domo la mamba mwenyewe. Alikuwa amejibanza kwenye kona moja akiwa sasa anawasiliana na Melania ambaye alihitaji kumwelekeza sehemu ambayo alikuwepo muda huo. Licha ya kuwa na hamu ya kuweza kuonana na mwanamke huyo msaliti ili ampate mtoto, bado hakuwa na imani kwa asilimia zote. Ndio maana alikuwa makini kwa kila hatua ambayo alikuwa anapiga. Alimtumia ujumbe mwanamke huyo ili aweze kujua mahali ambapo alikuwepo kwa wakati huo. Naye alimjibu alikuwa maeneo hayo hayo. Alitakiwa kumpatia dakika 2 tu angemuona akiwa ndani ya koti jeusi. Ni kweli baada ya dakika hizo 2 kupita, akiwa na kifaa kidogo ambacho kilikuwa kinamsaidia kuona mbali, aliangaza na kumuona mtu akiwa ndani ya koti jeusi. Alimtaka aweze kushusha ile kofia ili aweze kumtambua. Ni kweli alimuona Melania akiwa ile sehemu amesimama, japo hakuwa na mtoto, ila alipomwangalia vizuri usoni kwake hakuonyesha kuwa na wasiwasi wa aina yoyote. Ajitokeza na kuanza kutembea haraka haraka kumfuata yule mwanamke mpaka alipofanikiwa kumsogelea. Vipi, mtoto uko wapi? Sikutegemea kama utaweza kufika hapa Jamie. Nadhani wewe mwenyewe unaelewa kabisa kwamba siwezi kuitelekeza damu yetu. Ndio maana nilikutafuta, kwa sababu nilikuwa na hakika lazima uje. Una maana gani kuniambia hivyo? Ni miaka mingi imepita Jamie. Mimi na wewe tulipata muda mfupi wa kuweza kufahamiana, ila ni muda ambao ulitosha kati yetu sisi wote wawili. Sasa kwa nini unafika hapa hauwezi hata kusalimia? Melania, maisha yangu sio sehemu ya maisha ya makasino bwana, kusema ni kila mtu anatakiwa kuniona. Niliwahi kuapa kwamba siku nakutana na wewe nitakuua. Ila uamuzi umebadilika baada ya kugundua kuhusu swala la mtoto. Nahitaji kuonana na Janilo. Haitakuwa rahisi kama unavyofikiria, ila unaweza kulifanya hilo liwezekane. Siwezi kwenda popote bila kuniambia mahali ambako yuko. Jamie alianza kuwa na wasiwasi na mwanamke yule, kwani ni kama alikuwa na mashaka kiasi na alikuwa akimlazimisha kujibu yale ambayo hayakuwa yamekubaliwa kwenye maelezo yao. Melania, mtoto uko wapi? Mwanangu yuko karibu tu hapa, lakini siwaamini wanadamu, ndio maana nimekuja mwenyewe kwanza kuhakiki kama mazingira ni salama. Akiwa anamalizia kuongea, Jamie aligeuka nyuma haraka. Alihisi kama kuna kivuli kilipita, akatabasamu kwa hasira. Wewe mwanamke ni mshenzi sana. Nimekubali kukusaidia lakini bado unaniuza. Na kuuza kwa nani?
Unahisi yani mimi ni mpuzi? Unahisi kwamba yani mimi ni mpuzi kushindwa kujua kama hili eneo limezungukwa na watu? Hivi kwa nini bado unafanya haya? Shida ni pesa. Mbona alikuwa anakupatia pesa ambazo hata hukuwahi kufikiria kwamba utazimiliki? Wala hata hukuwahi kufikiria kwamba unaweza kuzimaliza. Hivi kwa nini unafanya haya Melania? Nasikitika kwamba umejua hili jambo kwa njia ngumu namna hii Jamie. Ila ninachokifanya kila mama angefanya kuweza kumlinda mwanae. Kwa hiyo ni kweli? Ndio. Ilikuwa ni njia pekee ya kukufanya wewe uweze kuja eneo hili. Bila hivyo ingekuwa ni ngumu kuja kumpata Janilo. Kwa hiyo unahitaji afe? Ndio. Ili mimi na mwanangu tuwe salama. Babake anatakiwa kufa na wewe hapo ndiye ambaye utatusaidia kulifanikisha zoezi hilo. Aisee, nitakuua kwanza wewe kabla hujafanikisha hilo, malaya mkubwa wewe. Msikilizaji, kuamini watu kulikuwa kuna mponza Jamie. Swala la siri na kuamini ni vitu vile ambavyo vinaweza vikakuvurugia kila kitu. Alivuta kisu kwa kasi ya ajabu na kumsogelea Melania ambaye aliinama akapishana kisu alipishana kisu cha shingo kilikuwa kinatakiwa kwenda kukita kwenye shingo yake. Airudi nyuma ila kasi yake ilikuwa ni ndogo, akakutana na mguu wa shingo kisha akasindikizwa na double kick ambayo ilimpeleka ukutani akatema damu. Uwezo wake kwa Jamie ulikuwa ni mdogo. Jamie alikuwa na hasira. Kwa hiyo alichanganya miguu yake kuelekea kwa Melania ambaye alikuwa ameshikilia ukuta, maana hata hakuelewa ni kwa namna gani angefanikiwa kumkwepa mwanaume yule. Kisu kikiwa sasa kimebakisha sentimita 10 tu kumfikia. Jamie aligugumia kwa maumivu makali baada ya kukutwa kwenye mbavu na mguu ambao ulionekana kuwa na nguvu kubwa. Kisha mbele yake alimuona mwanaume mmoja ambaye alikuwa kwenye combat ya jeshi akiwa sasa anafunga kamba kwenye mguu wake. Alikuwa ni mmoja wale walinzi wa Jarome. Pembeni yake kukiwa na wanaume 4 ambao walikuwa wamevaa suti nyeusi wote. Jamie tayari alielewa kama ule ulikuwa ni mtego wakati ambao alikuwa amechelewa. Kwani namna ambavyo alipigwa na maumivu ambayo aliyapata kutoka kwa yule bwana, hakuona nafasi ya yeye kutoka ile sehemu akiwa hai. Hivyo kuna kifaa cha mawasiliano alikiwasha mfukoni kwake na alikuwa na uhakika kingefika sehemu ambayo alikuwa anaitaka yeye. Sasa aliupanga mkono wake vizuri kusogea kwa ule bwana ambaye alikuwa anamfuata kwa kasi ya ajabu, na ule uzito wa mguu wake ambao sasa ulifanya ardhi iwe ni kama inatetemeka kwa nguvu. Alipangua mguu ule kwa ngumi nzito, kisha akazungusha kisu na kumkosa yule mwanaume kwenye shingo, akarudi nyuma kidogo. Alitembea kwa sarakasi. Jamie sasa akakutanishwa na ngumi ya kichwa, akarudi nyuma kidogo. Alivuta bastola na kupiga risasi, ila wakati sasa anatimiza jambo lile, yule bwana alikuwa amemfikia ambapo alidaka. Hivyo risasi zikawa sasa zinaenda juu hewani. Airusha kisu chake ambacho kilimponyoka baada ya kupigwa ngumi ya mkono. Alimzibua na mguu wa sehemu za siri yule mwanaume, akajibinua na mguu wake wa kulia ukadakwa. Jamie alipigwa ngumi ya tumbo kama ndani yake kuna mtu alikuwa ni anakatakata utumbo kwa mashine. Alisogea nyuma akiwa sasa ameinamia kwa aina ya maumivu makali ambayo aliyapata. Yule bwana hakuwa mtu wa daraja lake hata kidogo, ila hakuwa na namna angeweza kukimbia. Alihitaji kuondoka, ila nyuma yake sasa aliwaona wale wavaa suti wawili. Aliwafuata kwa nguvu, akajirusha juu na kushuka kwa mmoja. Alimkosa kwenye kichwa, akafanikiwa kumdaka shingo ambaye sasa aliichanachana kwa meno mpaka sasa ikatinduka, ila aliguna baada ya kuchomwa na kisu mbavuni na ule mvaa suti mwingine, ila naye alipigwa risasi. Aliyempiga risasi ni ule mwanaume ambaye alikuwa ndani ya combat ya jeshi. Kwake ilikuwa ni kama dharau kuweza kumchangia mtu kama yule. Hawakutakiwa kumgusa kabisa, kwani alikuwa kimhitaji akiwa mzima. Hivyo wale kufanya upuuzi kama ule ilimaanisha kwamba walikuwa wanataka kumuua, jambo ambalo lilikuwa ni kinyume na matakwa ya bosi wao ambaye alikuwa kimhitaji akiwa hai ili aweze kuwasaidia kumpata mtu wao. Jamie alisimama akiwa sasa ameshikilia ile sehemu ambayo alichomwa kisu, na yule bwana akiweka bastola kiunoni tena. Hakuwa na haja ya kuweza kuitumia kwa kijana kama yule. Aliokota kisu kutoka kwa yule kijana ambaye alipigwa risasi, akaupanga tena mkono wake. Alienda akiwa anajizungusha kwa nguvu kubwa, akawa sasa anaikatakata hewa. Yule mwanaume alikuwa na kasi na nguvu kubwa ambayo kwa wakati ule hakuweza kwenda na kasi yake. Alishikwa kwenye shingo, akapigwa ngumi 4 kwenye kifua chake. Akaanza
kuhemea kwa nguvu, kisha akaachwa akadondokea chini. Hewa ilikuwa inatoka kwa shida, huku sasa akiwa anakunja ndita zake kwa shida, na wakati ule Melania alimsogelea pale ambapo alikuwepo. Melania alimwambia Jamie ya kwamba bado anao nafasi ya kuweza kupona kutoka kwenye haya Jamie. Kikubwa tu kama utakuwa tayari kuhakikisha kama sisi tunaweza kumpata Janilo. Jamie akasema kwamba hata wewe mwenyewe unajua mimi siwezi kufanya jambo kama hilo. Melania akasema una uhakika upo tayari kuona mtoto wa bosi wako akiwa mfu kwa sababu tu umesema hauwezi kufanya haya? Msikilizaji, Jamie alimtukana tusi kubwa sana Melania. Alipigwa ngumi ya shingo akazima muda ule ule. Yule bwana ambaye alikuwa kwenye combat alitazama kwenye kona moja na kucheka, kisha akambeba Jamie na kuondoka na ile sehemu. Zilipita dakika 20 ndani ya lile eneo. Iliingia gari moja nyeusi nzito tu ambayo ilienda hewani. Kwenye ile gari alishuka mwamba Janilo mwenyewe akiwa na kifaa cha mawasiliano ambacho kilikuwa kinaonekana kipo pale. Alisogea mpaka akakiona kikiwa pale chini ambapo kulikuwa na miili ya wanaume wawili ambao walikuwa wamekufa. Alisonya kwa hasira kwa sababu alitambua kijana wake alikuwa ametekwa. Swali lake lilikuwa ni kwamba alifuata nini maeneo kama yale bila kumpatia taarifa yeye. Lilionekana kuwa swali ambalo hata yeye mwenyewe kwa muda ule hakuwa na majibu yake. Alitazama kila upande, ila kwenye kona moja hivi aliona kukiwa na kamera. Akatambua ni lazima ilikuwa imechukua yale matukio ya pale na huenda ingekuwa sehemu ya kumpatia majibu juu ya wapi ambako kijana wake alikuwa amepelekwa. Alitembea mpaka kwenye lile jengo ambalo aligundua kwa nyuma yake ndiko kulikuwa na mlango. Alizunguka na kugonga. Ile sehemu ilifunguliwa na bwana mwenye vazi la jeshi mwilini. Hakumuuliza zaidi ya kumpiga risasi na kuingia ndani ambako kulikuwa na mfumo mzima wa zile kamera. Ni kweli alifanikiwa kupata video ya tukio zima ya yale ambayo yalitokea mpaka mwisho. Yule mwanaume alivyokuwa anaitazama ile kamera na kucheka, kwa maana hiyo alitambua yeye angeipata ile video. Na bwana yule alionekana kutoa kitu kwenye mfuko wa Jamie akiwa anampekua, ndipo akakitupa na kile kifaa cha mawasiliano. Melania aliita lile jina kwa hasira kali mno muda ule. Mpaka pale hakuwa akihitaji hata kujiuliza sababu ambayo ilimfanya Jamie kuwepo sehemu ile. Alitambua ni yule mwanamke ndiye ambaye alisababisha kijana wake kuwepo pale. Huenda alimpatia ahadi kubwa na nzuri ambayo ingemfanya yeye kumwamini na hata kushindwa kumpatia bosi wake taarifa. Na alielewa sababu kubwa ambayo ilikuwa ina uwezo wa kumshawishi Jamie kufanya yale yote alikuwa ni mtoto wake. Alikaa kwa muda wa dakika 30 ile sehemu akiwa anairudia ile video na matukio yake, ndipo akakumbuka jambo. Alikumbuka kwamba ile sehemu ilikuwa ndani ya eneo la jeshi. Hivyo wale watu wasingeingia sehemu kama ile kama kusingekuwa na taarifa jeshini. Sasa nani alipaswa kuwajibika na hilo? Alitakiwa kwenda kuzungumza vizuri na CDF. Tyson Lemi ambaye ni bwana CDF alikuwa akijipongeza. Aliamua kucheza pande zote mbili kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe. Mara ya kwanza alikuwa mtiifu mkubwa kwa rais. Lakini mara ya pili, baada ya kufatwa na The Genesis na kumtishia kumuondoa na kuweka wazi ushenzi wake ambao alikuwa ameufanya kwenye maisha yake, alikubali kufanya kazi na watu hao, lakini kichwani mwake naye alikuwa na mipango yake mingine. Ule ulikuwa ni mlango ambao kwake aliona umefanikiwa kufunguka vyema na hakutaka kufanya makosa zaidi ya kuweza kuutumia kwa ufasaha mkubwa. Kwenye maisha yake alikuwa ni mtu mwenye malengo makubwa, ndio maana alifanikiwa kufika mpaka kuwa mkuu wa majeshi kwa jitihada zake tu. Ila ujio wa The Genesis, wakati ambao wengine walikuwa wanauona kama ni hatari kubwa kwao, ilikuwa ni tofauti kwa upande wake, kwani ilikuwa ni nafasi ambayo hakutaka kuipoteza. Nguvu ya madaraka ilikuja ndani mwake. Aliona ilikuwa ni nafasi ya kuweza kuibeba nchi kuwa kwenye mikono yake. Ile migogoro na vita ambayo ilikuwa inaendelea ilikuwa ni nafasi kwake. Hawa wapuuzi wanahisi mimi sina akili, sio? Sasa leo nimewagawanya makomando wangu upande wa serikali na upande wa hawa watu kwa siri, ili wapunguzane wenyewe, kisha baadaye naenda kuishika nchi kwa kuipindua. Kwa maana hiyo natakiwa kuhakikisha rais anauawa kwenye hili, ili ionekane ni kama ajali ama kauawa tu na hawa watu, yani hawa watu wake, kisha baadaye nitamharibia jina kwa kuweka wazi ushenzi wake,
kwamba alikuwa anashirikiana na hawa washenzi ambao wanaliharibu taifa letu. Watu wote wataona nimefanya jambo la maana kuweza kuichukua nchi kutoka kwenye mikono ya mafidhuli kama hawa. Alikuwa ndani ya pajama chumbani kwake ambako kulikuwa na eneo kubwa ambalo lilijaa vitu vya thamani. Lilikuwa ni eneo kubwa ambalo liliunganika mpaka chooni, sehemu ambayo ilikuwa na jacuzzi bora na meza za kisasa na sehemu yenye masofa madogo ya kupumzikia. Baada ya kumaliza kujigamba, alikuwa na simu yake mkononi, huku sasa mkono mwingine ukiwa na mvinyo. Aligida kwa furaha kubwa, huku sasa akiweka simu sikioni. Na kuhitaji kesho ufike asubuhi na mapema nyumbani. Nina kazi ya kukupa kama nilivyokuambia. Na hili kama ukinifurahisha basi utaenda kuwa na nafasi kubwa mno serikalini. Hivyo kazi kwako. Aliongea na mmoja wa makapteni wa jeshi. Alikuwa ameanza kuandaa kikosi kazi cha mapinduzi, ila hakuwa anajua jambo moja. Yale yote ambayo alikuwa anayaongea tangu mwanzo, kuna mtu ndani ya kile chumba alikuwa kimsikia. Mheshimiwa alirushia simu mezani na kuvua lile pajama, akabaki na nguo ya ndani tu, sasa mvinyo akiwa ameukamatia kwa nguvu. Alitembea kuelekea kwenye jacuzzi, ila kabla hajafika pale, mwili wake ulisisimka, akahisi kama kulikuwa na mazingira tofauti, hivyo akageuka. Aliacha ile glasi ambayo ilikuwa na mvinyo baada ya kukutana na mtu akiwa amekaa kwenye sofa lake, na sura alikuwa anaijua vyema sana, si mwingine ni Mwamba Janilo. Hivi nyie watu kwenye haya maisha mnataka mpewe nini ili muweze kuridhika? Rais wako amekuamini mpaka sasa na hajakuondoa kwenye hiyo nafasi, wakati alikuwa na uwezo wa kumteua mtu wake, ukiacha wewe ambaye uliteuliwa na Martin Sagambi, na bado upo hapa kuandaa mpango wa kumpindua. Hapana, umesikia vibaya. Mimi sikuwa namzungumzia rais wetu, bali kuna mtu aliniomba msaada kutoka nchi jirani ambaye ndiye ambaye nilikuwa naangalia namna hapa ya kuweza kumsaidia. Unajua kama nimesikia kila kitu na sipendi mtu muongo kwenye maisha yangu bwana CDF. Binafsi msijali kama wewe ni mkuu wa majeshi. Nitakuhitaji uniambie kila kitu ambacho kinaendelea, kwa sababu mimi na wewe tutakuwa na mazungumzo marefu kidogo. Janilo alikuwa ameshika bastola ambayo ilikuwa imefungwa na kiwambo cha kuweza kuzuia sauti kutoka. Hivyo lile lingekuwa ni pati la kimya tu, huku mwilini akiwa na combat ya jeshi. Mimi na imani hujaja hapa kuniua, maana utakuwa umetangaza vita na jeshi, jambo ambalo hata wewe mwenyewe sidhani kama unatamani kulifanya. Hata hivi umefanikiwa vipi kuingia mpaka huko ndani? Hakuna mtu hata mmoja amewahi kufanikisha hili bila ruhusa yangu bwana. Kwa unavyoniona hapo, unaniona kama mtu ambaye anawaza kuhusu jeshi lako. Niliua rais wa nchi, hali ambayo ilinifanya kuingia vitani na nchi nzima. Itakuwa kibaka mmoja kama wewe? Angalia lugha ambayo unaitumia kwangu Janilo. Mtu anze na swali rahisi tu. Hao makomando ambao unazungumzia wapo wapi na wapi? Unaamini mimi naweza kuanza kujadili siri za Alitoa sauti kali, ila alipewa ishara ya kutulia kimya. Ni baada ya risasi kuweza kutoboa goti lake ndipo akaambiwa aingie kwenye jacuzzi kupoza maumivu na damu kutoka. Sasa CDF alikasirika, akasema kwamba wewe mbuzi unanipiga risasi mimi? Kuna uwezekano unaweza ukaingia kwenye mkeka wa moja wa watu ambao wamewahi kufa kikatili sana hapa duniani. Unaweza ukalizuia hilo kama utahitaji, ila kama ikishindikana bwana CDF, mimi sio mmoja wa watu ambao utatamani kuwakera nyakati kama hizi. Wewe unatafuta na kila mtu ndani ya nchi hii. Unahisi nani ambaye atakusaidia hata ukijua haya? Wapo watu wengi sana ambao wapo tayari kufanya kazi na mimi ili niwasaidie, akiwemo huyu rais wako. Hapana, rais mmoja wa watu ambao wanakutafuta, na siku akikupata atakufanyia kitu kibaya kuliko unavyofikiria wewe. Ni sahihi, hayo yalikuwa ni kabla yeye kuweza kujua kweli. Unazungumzia nini? Hawa watu walienda kumtisha na kusambaza baadhi ya taarifa zake, ndio maana akawa hana namna zaidi ya kukubali kufanya nao kazi. Ndio maana mimi nimekuambia huwezi kupona. Hayo yalibadilika baada ya mimi kukutana naye. Yaani wewe umekutana na rais? Ndio. Na amehitaji msaada wangu, ila naye hatuniingilia kwenye mambo yangu. Hivyo huenda ndiye mtu pekee ambaye anaweza kutoka hai katika haya. Hapana, mimi sikuamini. Siripoti kwako, hivyo sijali kama utaamini ama hautaamini. Ila rais wako hayupo na wewe kama unavyofikiri. Na nadhani wewe ni mmoja wa watu ambao alikuwa akiwaamini
na kuwa na uhakika wa kwamba mtailinda nchi na wananchi wake kama mambo yakienda vibaya, ila umeamua kuitumia hii kama nafasi ya kumsaliti. Unakula pande zote mbili, alafu unaombea mambo yaharibike kila upande ili wewe uweze kunufaika. Sasa kabla hatujafika mbali, unaweza kuniambia kuhusu makomando? Hata nikikwambia kwa sasa sidhani kama itakusaidia kwa sababu utakuwa umeshachelewa. Na ndio maana nahitaji kujua, kwa sababu kuchelewa kwangu ndilo lengo la mimi kuhitaji kuzipata hizo taarifa kuanzia sasa hivi. Alikuja mkurugenzi wa usalama wa taifa kuniomba msaada wa makomando kwa siri kubwa ili aweze kukupata, hivyo nikakubali kumpatia, lakini The Genesis nao walikuwa wanahitaji msaada na hao watu ili ionekane kama wanafanya jambo halali, mambo yakiharibika. Kwa hiyo nimechukua watu 30 ambao nimewagawa kila kundi watu 15. Unataka kuniambia hii nchi na makomando wengi namna hii? Hapana. Kuna wale ambao ni halali wanaotambulika na serikali, hata 40 hawafiki, ila kuna wale ambao wametengenezwa kwa kazi maalum za mauaji. Hao wanajulikana jeshini tu, hata rais hawajui, ndio ambao wanafanya hawa watu wanakuwa wengi zaidi. Kwa hiyo umetoa watu 30 pande mbili tofauti ili wakusaidie wewe kazi ambayo unaipanga, si ndio? Janilo, haya maisha kila mtu anahitaji kuwa na nguvu, na naimani hata wewe uende unatamani kuwa mtu wa namna hiyo. Hao wanasiasa kuna muda yani tunawapambania lakini hawana shukrani kabisa. Mwisho siku wanakuja tu kutukataa. Ndio maana ukipata nafasi kama hii unatakiwa tu kuitumia kwa ufasaha bila makosa. Kwa hiyo ni kweli kwamba unataka kuipindua Tanzania? Ilikuwa lengo langu wewe uweze kujua, ila ukweli ndio huo. Mimi nahitaji nchi hii ingie kwenye mikono yangu, na kuahidi kama ukinisaidia kufanya hivyo, mimi nitakufanya hata uwe rais kama utahitaji, na hakuna mtu hata mmoja ndani ya nchi hii ambaye hataruhusiwa kukusumbua wewe kwa namna yote. Hivyo utaishi kwa namna ambayo unaitaka wewe. Kabla ya kufika kwenye hiyo ofa ya kunipatia nafasi ambayo najua utaitumia kuniuza kama ningeichukua, hebu tuanzie kwanza kwa wewe kumuuza kijana wangu. Ulikuwa unatambua hilo? Kijana wako yupi? Eneo la jeshi limetumika kufanyia mauaji na kumtekea mtu wangu. Lile eneo huwa linaangaliwa kwa masaa 24. Unataka kuniambia kwamba leo hakukuwa na wanajeshi kwa bahati mbaya? Janilo, mimi sijui unazungumza. Msikilizaji, zilipigwa risasi 2 kwenye miguu yake ndani ya lile jacuzzi. Damu zikawa zinatokezea juu. Tena zikawa zinatokezea juu kwa wingi, na akawa analalamika tu, ila alipewa ishara ya shh. Sidhani kama unataka kufa kirahisi namna hiyo. Unatakiwa kufunga mdomo wako. Kama una mpango wa kuendelea kuvuta hii hewa kwa muda mrefu zaidi, basi unatakiwa kufunga mdomo wako. Unaweza ukacheza na mimi kadri unavyoweza, lakini kuwagusa wale ambao ninawapenda ni jambo ambalo unaweza kuigharimu hata familia yako. Kumbuka hata nikikuua hapa, kuna familia yako bado ambayo naweza kwenda kuiua leo. Ni kweli. Waliniambia na kuomba kwamba lile eneo lilikuwa rafiki zaidi kufanyia kazi ile. Na ulijua ni kijana wangu, si ndio? Ndio maana kwa maelezo yao alikuwa ni ule bwana mdogo ambaye alimuua waziri wa ulinzi. Na ukakubali kirahisi tu. Janilo, unaelewa namna hii dunia inavyofanya kazi Janilo? Wewe mimi ningewakataaje watu wa namna ile? Nadhani wewe ndiye ambaye utanisaidia mimi kukutana na hao watu. Mimi sijui hata namna ya kuwasiliana nao, kwa sababu wakiwa na shida wao ndio ambao wananitafuta, sio mimi ambaye nawatafuta. Kwa maana hiyo hauna msaada kwangu kwa sasa, si ndio? Janilo, tunaweza kulizungumza ili rais anajua kama unamfanyia yote. Hapana. Kwa hiyo lengo kubwa ni kumuua kama ambavyo mimi nilimuua Martin Segambi, si ndio? Ndio Janilo. Angalia mwenyewe mpango wangu ni mzuri tu. Kwenye hili sekeseke rais akiuawa hakuna mtu hata mmoja ambaye atashtukia kama ni mimi. Kuhusu hizi risasi ambazo umenipiga, mimi naweza nikakusamea tu na kuchukulia tu kama ni ajali tu, ili maisha mengine yaweze kuendelea. Alafu mimi na wewe sasa tunaweza kutengeneza umoja wenye nguvu ambao haujawahi kutokea kwenye dunia leo. Mtakuamini vipi mtu ambaye hata wale ambao wamekuweka kwenye nguvu unawasaliti, Tyson? Siwezi kufanya jambo la namna hiyo kwa sababu naelewa madhara yake. Sasa ili nikuamini, nahitaji uniambie nyaraka za huu mpango wake wa siri ziko wapi, na taarifa za muhimu
ziko wapi, ndipo naweza nikaanza kukufikiria. Mkuu wa majeshi akiwa ameshikilia majeraha yake alichekelea. Aliona hatimaye wawili wale walikuwa wanafikia mwafaka, jambo ambalo kwake ilikuwa ni furaha kubwa. Ila baada ya kutapika siri zote zile, ndipo alishangaa baada ya kumwona Janilo akiwa ananyanyuka na kwenda kwenye kona ya kabati ambalo lilikuwa linatumika kuhifadhia mataulo na nguo za kuogea, akivuta tablet ambayo ilikuwa inarekodi kila kitu. Hii imerekodi kila kitu ambacho kimetokea hapa bwana CDF. Na muda huu namtumia rais wako. Kama nilivyokuambia kwamba rais amekubali kufanya kazi na mimi, hivyo nitaliheshimu hilo na siwezi kumuua kipuuzi kama mnavyofanya nyie. Labda kama yeye ndiye atakayeanza kunifanyia kitu kama hicho. Janilo tafadhali usifanye jambo kama hilo. Unaweza tu kuniua kistaarabu tu. Kwani jambo hilo litaiharibia mpaka familia yangu kama ukweli wa namna hiyo utakuwa wazi. Hili linatakiwa kuwafikia watu ili wajifunze, hata wale vijana ambao wapo ndani ya jeshi wenye mpango wa kufanya ujinga wa namna hii waweze kujifunza kwa namna ngumu na kutambua madhara ambayo yanakuja baada ya wao kujihusisha na shughuli za namna hii. Janilo aliweza kuituma kwa rais ambaye alikaa kwa dakika 5 tu, akapiga simu akiwa na foka kwa hasira sana. Simu iliwekwa loudspeaker. Wewe mshenzi wewe. Nilikubali kuyabeba madhaifu yako yote na kuamua kukupatia nafasi nyingine mshenzi wewe. Yaani wewe unaweza kuniua mimi ili uje kunipindua kwenye nafasi yangu? Tyson, ulitoka kwenye maisha ya hali ya chini mpaka ukaja kufika kwenye hiyo nafasi. Nilijua utakuwa ni mtu ambaye ungekumbuka fadhila zote ambazo siasa ya Tanzania imekufanyia mpuuzi mkubwa wewe. Lakini badala yake ukawa unawaza tu kuibeba nchi kimabavu. Sasa wewe na wahuni wenzako wote mnaenda kufa vibaya sana. Na baada ya hapa nitaenda kubadilisha mfumo mzima wa jeshi, kiasi kwamba hakuna mkuu wa majeshi ambaye atapewa nguvu ya kumfanya yeye kuwa na nguvu za namna hii. Kama ningekuwa karibu na wewe ningekuua mwenyewe, mbwa mkubwa wewe. Anyway, unataka nifanye nini? Kill him. Rais aliongea kwa jaziba na kukata ile simu. Tafadhali Janilo, kwa sasa rais amechanganyikiwa na hasira, yani hasira tu ndo ambayo imemjaa zaidi. Mimi ninaamini akitulia atagundua amefanya uamuzi wa ovyo kuniua mimi. Nipatie basi nafasi nyingine, akiwa sawa mimi nipo tayari kujipeleka mwenyewe Ikulu kwenda kuomba msamaha. Usiniue Janilo. Janilo, nina familia ambayo inanitegemea ndugu yangu. Nakuomba sana usiniue Janilo, nakuomba. Sasa mimi nitapataje hawa watu Tyson? Hawa wana watu wako. Wana watu wako walikuwa wanatafuta tu namna ya kuwasiliana na wewe, kwa sababu wamempata kijana wako. Maana yake wewe wasubiri tu, wao lazima watakutafuta. Haya ndio ulitakiwa kunijibu muda mrefu. Basi baada ya Janilo kuongea hivyo, alimpiga risasi nyingi kifuani kwake. Akawa anatetemeka tu mdomoni akiwa anavuja damu nyingi. CDF alikuwa anatamani kuendelea kuongea ili aweze kujitetea, lakini hakuweza. Hali yake ilikuwa mbaya na mwanaume wakati ule aliondoka. Tamaa ya kuwa kiongozi wa kijeshi wa taifa ilidumu kwa muda mfupi tangu aanze kuandaa mipango hiyo, na mwisho wa siku ikamsababishia yeye kupoteza maisha kirahisi tu. CDF alikufa na ndoto zake nyingi kichwani zikawa zimekufa. Chumba kilikuwa na giza kwa muda mrefu bila mwanga kuonekana. Jami alikuwa anaema kama punda ambaye hakupata muda wa kupumzika baada ya kazi kubwa. Ndani ya chumba hicho hewa ilikuwa ni nzito kiasi cha kumfanya hata kushindwa kuhema kwa uhuru. Ikawa ni sababu ya yeye kuhaha kwa muda mrefu bila msaada, huku akiwa amefungwa kitambaa usoni mwake. Mwanga ulionekana mbele, akagundua taa ziliwashwa. Alisikia hatua za miguu ya viatu vya kike ikiwa sasa namsogelea mahali ambapo yeye alikuwepo, na baada ya mtu ule kumzunguka kwa dakika nzima, alimtoa kile kitambaa, akapumua kwa nguvu, jasho likiwa sali na mtiririka kwa mbali, na baada ya muda mfupi akaanza kusikia kiyoyozi kikiwa kinampepea. Jami, huenda mimi na wewe kwenye haya maisha hatukupaswa kukutana kwenye mazingira kama haya. Umeshafanya hivyo. Sidhani kama kuongea kwako ndiko ambako kutabadilisha haya ambayo yametokea. Niamini mimi, najua siwezi kubadilisha kitu chochote. Ndio maana sipo hapa kwa ajili ya kukuomba msamaha. Kwa nini upo hapa? Hata mwenyewe unajua kwa nini nipo hapa. Yaani mpaka sasa najiuliza, yaani kama ulikubali kuacha mpaka kazi ya jeshi kwa ajili ya bosi,
Kipi kilikuja kutokea mpaka baadaye ukaamua kumsaliti na yeye tena? Hili swali nimejiuliza kwa muda mrefu, ila sijawahi kufanikiwa kupata jibu lake, zaidi tu ya kupata sababu nyingine ya kuwachukia wanawake kwenye maisha yangu. Naweza nikasema upo sahihi. Wakati yale yanatokea ulikuwa unaendelea na maisha yako. Tulikuwa tunaonana mara kadhaa tu ukija kumuona bosi wako, hivyo siwezi kukulaumu kwa hili mpaka siku ambayo utakuja kuwa mzazi ndipo utanielewa. Yaani kuwa mzazi ndio kisingizio cha kuwa na usaliti kweli? Hapa duniani kitu cha kwanza ambacho mwanamke anakipenda kuliko jambo lolote ni mtoto au watoto wake. Yaani hata wewe ingetokea umeoa alafu mkapata mtoto, ile siku mtoto anazaliwa, ujue kwa mkeo wewe unakuwa chaguo la pili, kwa sababu chaguo lake la kwanza linakuwa ni mtoto wake. Na kuna baadhi ya wanawake huwa wanaanza kuwapuuza wanaume kabisa. Na kama ni mwanaume ambaye labda una hasira za karibu au ni mtu ambaye hujazoea haya mambo, unaweza kumwacha mwanamke, maana muda wake mwingi unakuwa ni kwa mtoto, hususan kama ndiye mtoto wake wa kwanza. Wewe unaniambia yote, na ili kabla kuendelea kunilaumu mimi ujue kwa nini nilifanya yale yote na kwa nini naendelea kufanya mpaka sasa. Kwa hiyo mtoto ndio ilikuwa sababu ya wewe kumsaliti yeye? Ndio. Melania, mimi sio mtoto mdogo Melania. Kuhusu hilo jambo ulikuwa na uwezo kumwambia yeye, ambacho kilikuwa kinaendelea ungemweka tu wazi, angeweza kukusaidia ama mngeondoka na kwenda mbali na maisha haya. Kwa nini lakini sasa ukafanya hivyo? Mimi nilikuwa najua hawezi kushindana na hawa watu kwa sababu niliziona nguvu zao. Kwa hiyo ndio unaona sababu ya kuweza kunishawishi mimi kukuelewa kwa huo puuzi ambao unaofanya, si ndio? Mimi sipo hapa kujieleza kwako bali nakwambia kweli. Kwa hiyo kama utaamua kukubali ni wewe. Na kama upo tayari pia mimi sikulazimishi. Ila sikuwa tayari kuyachezea kamari maisha mtoto wangu ambaye ndio kwanza hakuwa hata amezaliwa, ili nione kama Janilo alikuwa na uwezo wa kunitoa kwenye lile sekeseke. Unajua kwa nini nipo tayari kufanya lolote kwa ajili ya huyu mtoto Jami? Kwa sababu niliwahi kuambiwa kwamba kwenye maisha yangu sitakuja kuzaa milele. Siku nimepata hii mimba, sikuamini, nikaapa kwamba ningelinda kwenye maisha yangu yote. Ndio maana sikuwa tayari kuingia kwenye ile hatari, nikachagua ule upande ambao kwa upande wangu niliona unafaa kwa wakati ule. Kwa hiyo naamini hayo ndio maneno ambayo yani atamfanya kuamini wewe. Nina imani kama ni mwanaume ambaye ana akili atanielewa, hasa baada ya kumuona mwanae. Kwa hiyo ndio maana upo hapa, kwa sababu unahitaji mimi tu nikusaidia kumpata, sio? Jami, hapa mimi nakusaidia wewe kwa sababu haujui aina ya watu ambao unashughulika nao hapa, sawa? Ni watu hatari sana na wauaji. Ambao wanamtaka Janilo kwa hatari yoyote ambayo inaweza kuwafanya wakaua hata nchi nzima. Kwa hiyo unaweza ukakubali kuwasaidia wakakubadilishia maisha. Watakupatia kila kitu ambacho unakitaka kwenye maisha yako na utaishi maisha ya amani kama mimi hapa. Na utakuwa salama. Kwa hiyo haya ndio unaita maisha ya amani. Maisha yani ambayo yanakufanya kila siku uhangaike kama mtumwa ndio ya amani? Nisikize kwa makini Melania. Hata ningebakia mwenyewe kwenye huli mwengu na wewe hapo tukawa wawili tu, bado nisingekubali kukusaidia kwa lolote lile. Unajua mimi nilikuja tu hapa kwa huruma zangu, ila kwa sababu unaonekana ni mtu ambaye una majigambo na dharau, basi acha wahusika wenyewe ndio waje muweze kuzungumza kwa kina ili mmalizane kama wanaume. Baada ya Melania kuongea hivyo, tusi kali sana kwa mara nyingine lilimtoka Jami kwenda kwa Melania. Vijana kama wewe ambao huwa haoni fursa za maisha hata zikija kwenye mikono yao, ni ngumu sana kuelewa namna tunavyojitoa sadaka kwa wale tunaowapenda. Nisikize kwa makini Jami. Kuhusu mwanangu, hata kama ingekuja mara 100 kwamba ni muuzi Janilo, kikubwa kama mwanangu atakuwa salama, basi nilikuwa tayari kufanya jambo hilo. Upo sahihi, ndio maana hata mimi nipo hapa. Nadhani ukiona mwili wangu utaelewa kwamba ni kwa nini haukustahili kumsaliti tangu ile mara ya kwanza. Ushauri wangu tu, kama ni kweli unampenda na upo tayari kumlinda mtoto, kimbia naye sasa hivi ikiwa bado una muda, kwani kuna wakati utatamani ungeitumia hii nafasi ila hautaipata. Jambo ambalo mimi na hakika nalo ni kwamba hawezi kumdhuru mwanae kwa sababu anamhitaji, ila kuhusu wewe mimi siwezi nikakuahidi ni nini atakifanya, maana atakutafuta kama mtu ambaye anaelekea kufa anavyoupaparikia msosi akiuona mbele yake. Kwa heri Melania. Msikilizaji, alijua mwanamke yule hakuwa na msaada naye na hakukuwa na namna yeye kuweza kuonana naye tena, ndio maana alimuaga. Ushawahi kumwaga mtu ambaye unajua kabisa anakwenda kudate na ni mzima?
Yaani sio kwamba eti anaumwa, achana na yule mtu ambaye uko kitandani mahututi. Ni mzima wa afya, haumwi hata malaria. Na unamuaga ukijua kwamba huyu anakwenda kudate. Melania alitoka nje ya kile chumba na kusimama. Yale maneno ya mwisho yalimuingia kichwani juu ya kama mwanaume yule angemsemesha maisha yake kama ingetokea wakakutana, kwa sababu tu ni mama wa mwanae, ila bado hakuwa na uhakika na jambo hilo. Hivyo hata yeye alitakiwa kuzichanga karata zake na kujua namna ya kudili na huo mchezo kama mambo yangeenda ndivyo sivyo. Basi Jerome baada ya kumgomea Melania ambaye walimtumia kama chambo na mazungumzo yao yalikuwa mubashara kupitia kamera za siri ukutani, kuna wanaume ambao waliingia na kumbeba akiwa akafungwa minyororo. Walimburuza mpaka kwenye chumba kimoja ambako alikuwepo Jerome mwenyewe. Jerome Miguel alizungukwa na walinzi wake akiwa anavuta sigara kwa fujo. Jamie baada ya kuketishwa na kufungwa vizuri kwenye kiti cha chumba, alimwangalia mwanaume yule ambaye alikuwa kwenye suti ya gharama akiwa ameketi kwenye kiti cha pembeni yake, anamwangalia kwa hasira na matamanio makubwa. Mimi nikiwa kwenye huo umri wako nilikuwa ni mtu mwenye matamanio makubwa ya mafanikio hapa duniani. Sikuwa pabaya kikweli, na wakati ule duniani ilikuwa ni kama hauna pesa wewe ni umbwa tu. Na fursa za maisha hazikuwa nyingi kama hizi za kisasa ambazo mtu unaweza kutengeneza mamilioni ya pesa ukiwa kitandani kwako na simu yako tu. Maisha yale yalikuwa ni magumu na ya tofauti, ila mwisho siku watu kama mimi tulikuwa tayari kufanya jambo lolote ili tuweze kufanikiwa. Na mimi nilikuwa miongoni mwa wale wachache ambao walifanikiwa kwa zama zile. Kwa sasa inanishangaza nyakati ambazo kuna fursa nyingi zaidi za maisha, ndio wakati ambao vijana wengi wanalalamika maisha kuwa magumu. Kuna muda unajua unabaki unahisi uende vijana wamelaniwa, lakini unaelewa muda fulani kwa sababu makosa makubwa yanafanywa na wanasiasa. Ila siamini kama kijana makini kama wewe utafanya makosa namna hiyo. Kuna baadhi ya fursa kwenye haya maisha huwa zinakuja mara moja tu na zinapotea jumla. Hauwezi kuziona tena mpaka siku ambayo unakufa. Upo tayari uwe moja ya vijana ambao wanaweza kupata mafanikio makubwa kwenye umri wako, Jamie? Ni maelezo ambayo alikuwa anatoa Jerome mwenyewe. Jamie alikuwa anamsikiliza kwa umakini, na kisha Jamie akamwambia kwamba unataka nini? Namhitaji Janilo. Mimi na yeye kuna biashara ambayo hatukuimaliza tangu mwanzo, na kwa sasa unaweza ukawa muda mwafaka na sahihi wa mimi na yeye kuweza kuketi pamoja na kuimaliza hiyo biashara. Jamie alimuuliza kwamba una hakika utafanikiwa kulifanya hilo? Jamie. Ni kwa vile tu haujui aina ya nguvu ambayo ninayo bwana mdogo. Mimi niliwahi kuwa na wasiwasi wakati naanza mambo haya, ila baada ya kutengeneza yaliyo nyuma yangu, ni watu wengine ambao wanapaswa kuniogopa mimi na sio mimi kwanza kuhofia watu ambao wanakuja nyuma yangu. Na ndio maana upo hapa. Maana yake ni kwamba utanisaidia kuweza kunielewesha baadhi ya mambo ambayo unahisi mimi siyajui kuhusu yeye. Na baada ya hapo sasa mimi na wewe tunaweza kufikia mwafaka wa pamoja juu ya nini tunatakiwa kukifanya. Jamie akamwambia mzee huyo ya kwamba mimi kama ningekuwa wewe mpaka sasa sina imani kama ningekuwa nimesimama hapo ulipo, ningekimbia. Mzee akamwambia kwamba bwana mdogo, nimeua hadi watu wangu wengi wa karibu kama Barton Toby ambaye alikuwa mshirika wangu wa karibu kuweka mambo yangu sawa. Leo unaniambia ungekuwa mimi ungekimbia? Jamie akasema kwamba najua moja wa washirika wako ni mkuu wa majeshi, na lile eneo ambalo umefanikiwa kunitekea ni eneo la jeshi kwa mazingira tu nilivyoyaona. Nilikuwa na kifaa cha mawasiliano ambacho nina uhakika watu wako lazima tu walikitupa, kwani wasingenibeba mtu kama mimi kunileta kwako bila kunikagua kwenye mwili wangu. Sasa kama kile kifaa kilikuwa pale, maana yake amekipata, na kama amekipata amegundua ile sehemu ni ya jeshi. Unajua na maanisha nini hapo? Maana yake anajua mkuu wa majeshi anahusika kwenye hili. Kama anahusika, ni wazi ni moja ya vibaraka wako. Kwa hiyo badala ya kuendelea kupoteza muda kunipatia historia ambazo hazina maana kwangu, nadhani ungejaribu kumpigia simu mkuu wa majeshi uone kama atakuwa hai mpaka sasa. Msikilizaji, Jerome yale maneno kidogo alimshtua. Aliona mbona kama tumefanya mistake? Mbona dogo anaongea point? Mlinzi wake mmoja alimnongoneza jambo, akatoka mle ndani na kwenda kwenye chumba kingine kwa ajili ya kufanya mawasiliano. Alikutana na habari za kutisha. Mkuu wa majeshi alikuwa ameuawa ndani ya jacuzzi kwa kupigwa risasi nyingi
na muuaji mpaka muda ule hakuwa anafahamika, ila walikuwa wanamuhisi jenerali mmoja hivi ambaye alitoka mle ndani. Ndipo baadaye kidogo ukakutwa mwili wa CDF baada ya vijana wake kumsubiria bila mafanikio, maana walikuwa na kikao naye. Kwa hiyo alibamiza simu kwa hasira na kurudi ndani ya kile chumba ambacho alikuwa amehifadhiwa Jami. Mzee akasema kwamba ni Janilo kafanya haya, sio? Jami akasema kwamba kwa uelewa wako unapoishia, unahisi ni nani mwingine anaweza kufanya mambo ya namna hiyo? Jerome alivuta bastola kutoka kwa mlinzi wake na kummiminia Jami risasi 6 kwenye mapaja yake. Lakini badala ya kulia, Jami alicheka akasema kwamba hii haiwezi kufanya kazi kwangu mheshimiwa. Yaani hapa unajichosha tu kwa sababu nilishakufa miaka mingi ambayo imepita. Yaani hapa unanisaidia tu kukamilisha hiyo safari yangu. Jerome alikuwa amefurahi kwa hasira. Alikunja shati yake na kuanza kumtandika ngumi nyingi Jami, ambaye alikuwa anavuja damu tu, huku akiwa anacheka kwa sauti kubwa. Baada ya kuona ile kama sasa haifanyi kazi, aliagiza akiletwe chuma cha moto. Ilichukua dakika kadhaa, alitoa amri kiunganishwe kwenye kile kiti cha chuma. Kiti kilianza kushika moto kwa kasi na kumfanya Jami kuvuja jasho jingi mno. Alikuwa anauma meno kwa maumivu makali ambayo alikuwa anapata mpaka akazimia. Sasa mlinzi wake akasema kwamba bosi, huyu utamuua kwa staili hii, hawezi kusema ise, kumbuka kuna mtoto. Jerome alitabasamu kwani yule mlinzi wake alitoa wazo ambalo lilikuwa bora kwa wakati ule na bado hakuwa amelifikiria. Alihitaji yaletwe maji ya baridi ili Jami aamshwe kwa lazima, kwani walipaswa kumaliza yale mazungumzo yao haraka iwezekanavyo. Jami alikurupuka akiwa na hema kwa nguvu baada ya kumwagiwa maji yenye barafu. Haitikisa kichwa chake, mwili ulikuwa unamuuma mno, hususan kichwa chake. Watu wote walikuwepo mle ndani. Sasa Jami akasema kwamba siwezi kukusaidia kwa lolote na hata wewe mwenyewe unajua hilo. Mzee akasema kwamba upo sahihi Jami, najua hauwezi kunisaidia ila nataka uangalie mbele ya TV ambayo ipo mbele yako. Jami kwa mara ya kwanza ndipo aligundua ile sehemu ilikuwa na TV. Alihisi kungekuwa na jambo la ajabu ila alishtuka. Ilikuwa inaonekana sura ya binti mmoja ambaye alikuwa na miaka takriban 5 au 6 hivi akiwa anacheza na mdoli. Sasa Jami alitaka kuongea, kaambiwa hebu kwanza, huyu mtoto ndio sababu wote tupo hapa Jami. Angalia yule malaika alivyokuwa mzuri. Kila mwanamke angetamani kuwa kama, yani kuwa mama wa yule mtoto. Na sidhani kama kuna mtu anatamani kumwona yule mtoto anakufa kizembe namna hii. Ila yote hayo yapo kwenye mkono wako. Unaweza kuamua kumlinda bosi wako ama kumlinda mtoto. Na kupatia sekunde 30 za kuweza kufanya maamuzi Jami. Mwanaume alishusha chozi. Alikuwa amepewa machaguo ya kumsaliti bosi wake ambaye alimlea mpaka kafikia pale, ama kuweza kupambania uhai wa mtoto. Maamuzi ambayo angeyafanya kwa wakati ule ndio alikuwa na hatima ya kila kitu. Jami akasema kwamba hata kama ningesema nipo tayari kuweza kukusaidia kwa hilo, bado siwezi, kwa nimeshajua mpo na mimi, hivyo hawezi kurudi mahali ambapo tulikuwepo, na hata kama amerudi basi mpaka muende huko atakuwa ameshaondoka, hivyo hakuna namna kumpata kupitia mimi. Jami akaambiwa kwamba hata mimi nalitambua hilo Jami. Janilo sio mtu mjinga kiasi cha kupatikana kipuzi namna hiyo. Kazi yako kubwa ni kuhakikisha anapata mawasiliano yake tu, basi mengine utaniachia mimi mwenyewe. Jami alimeza mate na kuangalia kule kwa mtoto ambaye alikuwa anaonekana kwenye kamera akiwa anacheza na mdoli wake. Hakuwa na namna. Aliwatajia namba ya siri ambayo alikuwa anaitumia Janilo, ila hawakujua ya kwamba huo muda yeye mwenyewe alikuwa akisubiri simu yao, maana alijua lazima tu wangemtafuta. Jerome aliunganisha video moja kwa moja ili sasa Janilo aweze kuona yale ambayo yalikuwa yanaendelea. Sasa wawili wale kwa mara ya kwanza walikuwa wanaonana uso kwa uso kupitia simu. Jedi Gerard, mwanaume ambaye uliamua kugoma kabisa kufa. Hatimaye mimi na wewe tunaonana kwa mara ya kwanza. Wakati nasikia stori zako nyingi huko nyuma, niliwahi kujua ni mtu mzima, kumbe ni bwana mdogo tu ambaye bado upo kwenye ujana wako. Ila mpaka sasa siamini kama kwenye hili taifa letu kuna mtu ambaye anaweza kufanya mambo ya kutisha namna hii kwa umri kama wako. Jerome, kipi kimekufanya unitafute? Unajua kama na kijana wako? Ya, najua. Na unatambua kama nitamuua? Ya, najua hilo. Hauna huruma naye?
Hapana. Nilijua unampenda kijana wako. Anajua matokeo ya hii kazi ambayo mimi na yeye tulikuwa tunaifanya. Hivyo hata yeye alishajiandaa kwa muda mrefu kuweza kukutana na mambo haya. Kwake kufa sio ishara ya woga, bali ni ushindi. Ila kwa upande wako wewe, sina imani kama itakuwa hivyo kweli. Huyo wewe unaweza kumuua tu kwa sasa, ila baada ya hapo utaenda kuanza maisha yako mapya ambayo yatakufanya upoteze kila kitu kwenye maisha yako. Nadhani ni muda sahihi wa mimi na wewe kuweza kukutana kama kweli wewe ni mwanaume kama ambavyo huwa unajinadi kupitia watu wako, ama ni mwanaume tu ambaye unajificha kwenye sketi za walinzi wako. Hiyo jeuri yote, unajua kama nina mwanao kwenye mkono wangu? Sasa mimi nalitambua ndio. Na ndio maana nilijua mtanitafuta tu, kwa sababu ndio sababu pekee ambayo ingemfanya Jami akupatie mawasiliano yangu. Kwa hiyo kumbe mnajuana. Msikilizaji, ile simu ilikatwa. Kukatwa kwa simu ile kulimpatia hasira, kwani alikuwa anahitaji kumuua Jami mbele ya macho ya Janilo, ila alizidisha stori zikawa nyingi. Alivuta bastola kutoka kiunoni kwa mlinzi wake, alimpiga Jami risasi nyingi kichwani akiwa anahemeana kwa nguvu na jazba. Baada ya kumalizana na Jami, alitoka mle ndani na kwenda kwenye chumba kikubwa ambacho kilikuwa na ofisi yake. Alienda kwenye chef moja akaingiza nywila. Kulikuwa na nylon moja ambayo ndani yake kulikuwa na ndani yake ilikuwa kuna simu. Kuna kasimu tu kadogo. Alitoa ile simu, kisha kwenye draw, yani kidraw kingine aliingiza namba za siri, kikafunguka. Akatoa nylon nyingine ambayo ndani yake ilikuwa na line ya simu. Aliziunganisha pamoja na kupiga simu ambayo iliita mara ya kwanza bila kupokelewa, ikaita mara ya pili mpaka ikakata. Ilipoita mara ya tatu tu ilipokelewa haraka sana. Mackley, nakuhitaji Tanzania. Imekuwa ni muda mrefu sana bwana Jerome. Kuna kipi hasa mpaka unahitaji uwepo wangu? Mambo yanaelekea pabaya bwana kwa sasa, na tunaweza kupoteza kila kitu kwa sababu ya upuzi wa mtu mmoja. Kama ni mtu mmoja, ulitakiwa kulimaliza hilo swala mapema bila kuhitaji uwepo wangu. Yaani mpaka na kuhitaji uwepo wako, maana yake ni jambo ambalo nahisi linaweza kuwa nje ya uwezo wangu. Nini kimetokea Jerome? CDF ameuawa. Mkurugenzi wa usalama wa taifa hayupo upande wetu. Ila hana shida. Tatizo ni huyu mtu ambaye amekuwa sababu ya mimi kuanza kuishi kwa mashaka sana. Kwani rais yupo upande wako? Ndio. Sawa, kesho nitakuwa Tanzania. Msikilizaji, ile simu ilikatwa. Mtu ambaye alikuwa amempigia simu kuhitaji msaada wake kwa wakati huo ndiye ambaye mwaka 2001, yani miaka 25 ambayo ilikuwa imepita, aliingia nyumbani kwake kwa mara ya kwanza na kumpa mbinu za kumfanya kuwa na nguvu kubwa sana Tanzania. Miaka 25 baadaye alikuwa na mhitaji bwana huyo ambaye alikuwa ni agent wa zamani wa CIA. Sasa basi tukutane sehemu, msikilizaji, hii simulizi na iko mwishoni. Kama hatutafika sehemu 2, basi tutaishia tu sehemu moja ambayo imebakia. Yani kama si sehemu moja, yani part moja ama episode moja iliyobaki, basi zinaweza zikawa ni episode 2, lakini hazizidi 2. Tupo mwishoni mwa hii story, na huku mwishoni ndio utamu wenyewe. Kama ni nyama, basi hizi ndio nyama zenyewe, na mwanzoni ulikuwa ni mtori tu. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji, tuweze kujua sasa hii battle itakwenda vipi. Kumbuka mtayarishaji wa hii simulizi ni Fabian Babuya, niliyekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.